Ni wataarifu tu kwamba makamu mkuu wa chuo alifika hapa jana na amekuwa na wakati mzuri na kikao kizuri cha management ya ndaki yote, lakini pia ametembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inaendelea hapa na mingine inawahusu. Nadhani wale ambao mlikuwepo kwenye maeneo mbalimbali kama vile kwenye mabweni mlimuona huko akipita na kukagua na kutoa maelekezo mbalimbali. Lakini pia sasa leo ametumia wakati huu kwa ajili ya kukutana na ninyi. Moja kati ya malengo ya kikao hiki cha leo ni kuzungumza na ninyi, yeye kuwapa ujumbe wa kwake ambao anautoa, na kipekee sana atakuwa na ujumbe maalum kwa wanafunzi ambao wamejiunga na Chuo Kikuu Mzumbe kwa maana ya mwaka wa kwanza, kwa sababu hakupata fursa hiyo ya kuja wakati ule wa orientation wakati mnajiunga. Kwa hiyo atakuwa na ujumbe mahsusi kwa ajili hiyo tu. Lakini mbili, ninyi kuzungumza na yeye, kwa maana sasa whether ni mwaka wa kwanza, wa pili au wa tatu, na katika hili mwaka wa kwanza certificate, mwaka wa kwanza diploma, mwaka wa kwanza na mwaka wa kwanza masters na mwaka wa kwanza PhD, mlioko hapa kuzungumza na yeye. Kwa hiyo kama kuna mambo mbalimbali ambayo yanawahusu kuanzia wakati huu ya tafakari, ili basi utakapofika wakati huo kuweza sasa kuzungumza naye kuhusiana na maeneo hayo mahususi ambayo tungetamani kuyasikia. Lakini sasa hiki ni kikao cha makamu mkuu wa chuo, na nitakapomaliza mimi nitamkaribisha yeye kukifungua, alafu atatuongoza kwa utaratibu unaofaa wa jinsi ya kukiongoza kikao hiki kwa siku hii ya leo. Lakini kabla sijamkaribisha, nadhani mnawaona hao vijana wetu wanazunguka huku. Yule anaitwa Samuel Kitinya anayepiga picha pale, nyosha mkono. Na huyu bwana hapa anaitwa Bwana Mkama Elias Masatu. Hawa ni watu wetu maalum kabisa wa habari. Wanatusaidia kuhakikisha kwamba kila kinachoendelea kinarushwa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sasa basi, kama hivyo ndivyo, naomba niwaulize hapa wote, nani ambaye anatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii? Ambaye anatufuatilia. Sasa nakuomba hapa Mkama, tafadhali, kabla kikao cha VC kijaanza, nataka kujua hapa nani ametufuatilia. Asante makamu mkuu wa chuo, asante pia Dr. Royce. Tunatumia jina la Official Mzumbe University kwa mitandao yote ya kijamii unayoifahamu Tanzania. Kwa maana ya Instagram ni hiyo Official Mzumbe University na ina blue tick pale, iko verified. Tunatumia Official Mzumbe University the same Facebook, nayo iko verified. Lakini tunatumia Mzumbe TV kama username, lakini ni Official Mzumbe University pia ukisearch unaiona YouTube. Kwa hiyo tunaomba pia huko uende ukasubscribe kwa ajili ya kupata updates ambazo zinakuwa zinafanyika, pamoja na Twitter ambayo sasa hivi inaitwa X. Kote ni Official Mzumbe University. Kwa hiyo karibu kufuatilia, lakini tunatamani sana kupata feedback kutoka kwenu. Kama kuna jambo umeona unahitaji liboreshwe, unaweza ukacomment. Kama ni too secret, unakuja DM na tuko very active kujibu. Kwa ambao interact hasa kwenye wakati wa admission, nadhani mmeona wote ambao mlikuwa mnakuja DM, tulikuwa tunajaribu kujibu, tuna reply, tunawapa direction kwa watu ambao wanaweza kuwasaidia specific kulingana na swali husika. Kwa hiyo huko unaweza ukainteract na sisi na ukapata feedback mapema sana kwa namna ambavyo inawezekana. Tukiweza kulihandle kama kitengo cha masuala masoko tunahandle. Tukitaka kulichannel kwa watu wengine wahusika kwa ajili ya huduma zaidi tunafanya hivyo pia. Kwa hiyo karibuni, huko ndiko spokesmouth sasa hivi tuseme ya chuo. Kwa kama kuna kitu chochote ambacho unakiona kizuri tuambie, kama kuna kibaya tuambie pia, lakini bila kuvunja taratibu au uzalendo tulionao kama Watanzania, lakini hasa kwa Mzumbe University. Asanteni sana. Asante. Sasa wakati Mkama amemaliza, naomba kila mtu achukue simu yake sasa hivi hapo, tufuatilie ili tuweze kupata taarifa zetu za chuo ya kile kinachoendelea kuanzia sasa hivi. Yaani kuanzia kikao hiki kinapoanza wakati huu asubuhi hii,
tayari tutakuwa tunapata mambo mbalimbali ambayo yanaendelea. Mheshimiwa Makamu Mkuu wa Chuo, mara ya mwisho ulipofika hapa ilikuwa mwaka jana na ulizungumza na wanafunzi wakati huo. Na hivyo basi siku hii ya leo tena napenda nichukue nafasi hii ya kipekee sana kukaribisha ili uweze kuzungumza na wanafunzi hawa. Kuna mambo ambayo yalitokeza mwaka jana ambayo kwa asilimia kubwa yamefanywa kazi kama ambavyo utaelekeza principal aweze kutoa maelezo machache, lakini pia kama kuna ambayo bado yapo umeagiza kwamba utatoa nafasi hii kwa ajili ya wanafunzi walioko hapa, basi na wao waweze kusema yale ambayo yanawakabili. Hivyo basi bila kupoteza wakati, nipende kukaribisha sana kwa ajili ya kuanza kuzungumza na wanafunzi hawa. Lakini kati yetu sisi sote hapa iko management ya Chuo Kikuu Mzumbe kwa maana ya hapa ndaki, lakini na kampasi kuu. Kwa wale ambao watakuwa na maswali specific, makamu mkuu wa chuo atawakaribisha viongozi husika kwa ajili ya kuweza kutolea ufafanuzi. Makamu mkuu wa chuo, tafadhali karibu sana. Tumpigie makofi mengi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I don't see feel energy. Unajua ndani mmejaa vijana eh? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asiendelee. Chuo Kikuu Mzumbe. Chuo Kikuu Mzumbe. Jifunze kwa maendeleo. Kazi na utu. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Naomba kutambua wenzangu viongozi meza kuu, DVC Academic Research and Consultancy Professor Hawa Tundui, lakini DVC Planning Finance and Administration Professor Mushi Allen. Na kabla sijaendelea, nataka kutambua timu yote ambayo ipo hapa, wale ambao nimetoka nao kule main campus, na hata mkurugenzi wa mipango Bwana Ninde, mshauri wetu wa sheria na katibu wa baraza Madam Evelyn, mkurugenzi wetu wa rasilimali watu na utawala Madam Sofia Mchongo, mkurugenzi wa fedha Madam Mushi, mkuu wa kitengo cha ununuzi Bwana Nicholas, mkuu wa kitengo cha estates na majengo Engineer Walter, na muona mwingine pale, mkuu wa kitengo cha umataifaji na baraza la wahitimu Dr. Lucy, mkurugenzi wetu wa afya Daktari Nyangara, kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano na masoko Madam Fatna, lakini pia tuna mkuu wa kitengo cha usalama wa chuo. Asante sana. Natambua pia kwenye timu yetu principal wa college Professor Molel na msaidizi wake Professor Tundui, mwapigie makofi. Lakini rais wetu wa Muso Mbeya campus, naomba wasalimie mteja wetu. Lakini management yote ya ndaki, naomba popote mlipo msimame. Management yote wapigeni makofi viongozi wetu. Na mwisho na sio kwa umuhimu, watumishi au staff wote ambao wako hapa ndani, staff wenzetu, staff wote waliobaki ukiacha management. Naomba kuchukua nafasi hii kushukuru principal na management kwa kutukaribisha hapa Mbeya leo. The last time tulikuja it was last year, kuna muda wa kutosha, mwaka mzima umepita, almost close to 1 year. Na natambua kwamba katika kipindi hicho toka tumekutana the last time mpaka leo tuna wenzetu ambao wametutoka wanafunzi. Nimeambiwa kuna watatu, kitu kama hicho, at least watatu toka tumekutana last time mpaka leo wametangulia mbele za haki. Kwa hiyo nataka kupropose
a 30-second silence. Wote tusimame kwa ajili ya kuwakumbuka. Wapumzike kwa amani. Tukae. Nataka tumia nafasi hii pia kuwakaribisha first years wote ambao wamejiunga na sisi kama chuo. Naomba tuwapigie makofi mengi sana mwaka wa kwanza. Karibuni sana na naomba mkae. Niseme tu kwanza message yangu kwa first years, naomba niwakaribishe sana. Sijapata nafasi ya kukutana na nyie. Karibuni sana Chuo Kikuu Mzumbe ndaki ya Mbeya, na niwapongeze mno kwa kweli kwa kuwa admitted hapa na kuwa registered hapa kwa chuo chetu. Ni kitu ambacho sisi nadhani ni cha fahari. Tunatambua efforts zenu ambazo mmepitia huko kwenye build up kwa maana ya shule, mmefika hapa, lakini nataka tuwapongeze pia wazazi na walezi ambao wamewalea kufika kwenye level hii ambao you could just join us here. Na kama ambavyo wenzenu wanafahamu kwa maana ya second years na kuendelea, we know, na nadhani tutakuwa mmeshaanza kupata hiyo experience kwamba mmejiunga na chapter mpya kwenye maisha yenu. And this is generally true and applicable kwa wote nyinyi ambao mko hapa ndani. You are in a new chapter in your life. Mmetoka kule ambako mlikuwa under scrutiny, under guidance, under rules za kifamilia, regulations za kifamilia na values za kifamilia, and then you are here free. Unaanza kuishi maisha tofauti kabisa na yale ambayo umeyaishi toka mtoto. Lakini mimi nataka niwatie moyo kwamba mmejiunga na kati ya vyuo bora kabisa nchi hii, kwa maana ya the way that we do training, the way that we do our business hapa. Ni chuo ambacho ni reputable. We are not inferior to any other university in this country. Kwa hiyo you should feel comfortable and confident. Nimependa kwa sana confidence ya Sabrina. I think mpigeni makofi tena. Tunataka vijana ambao wana confidence. We want some young men and women wenye confidence. That's very important. Na mnaona faida za kuwa na confidence ndio hizo hapo. Kwa hiyo sisi wote tunalaumiwa sana wa Afrika na wenzetu huko kwenye other colors. We are the most silent creatures duniani hapa ukilinganisha na wengine wote. Sisi huwa hatupendi kuongea, hatupendi kujiexpress, hatupendi kuonesha hisia. Hatuwezi kuexpress opinions. Sasa mimi nadhani that's it to change, kwa sababu as young as you are here, confidence ni kitu muhimu sana ambacho mnatakiwa muwe nacho. Kwa hiyo chuo chetu sisi kita offer hiyo environment ya nyie ku exercise your skills and your traits, your natural traits. Kwa hiyo first years, lakini pia na wale ambao ni ongoing, mjisikie bado mko sawa hapa Chuo Kikuu Mzumbe ndaki ya Mbeya, lakini pia kama Chuo Kikuu Mzumbe. Na we are still preaching, sio kwa first year tu, hata kwa nyinyi ambao ni continuing. We are still thriving to be the center of excellence kwenye maeneo yote. Na unajua kuja hapa kila wakati, wale ambao mmekuepo, we want to come close to you. Tunataka kuja karibu na nyie. Hebu tuje karibu na nyie, tuwasogelee, tuongee mambo yetu ya chuo, tuone mafanikio tulionayo, tutapongezana kwa mafanikio, tutaona changamoto tulizonazo, we'll talk about the challenges, and then tujaribu kuazimia kuona namna ambavyo tutakiwa kuaddress hizo changamoto, and then we make some follow up. Kwa hiyo hata kuja hapa leo ni sehemu ya follow up ya yale ambayo tulikuwa tumeongea last time, na nitampa tu nafasi principal baadaye kidogo ataongea kidogo kuhusu issues ambazo tuliongea hapa kuhusu wanafunzi. Kama mnakumbuka, wale ambao mlikuwepo last year, tulikuwa na changamoto sana za muso, ulikuwa na matuhumo ndani, ilikuwa kikao fulani kigumu hivi. Lakini tukampa nafasi principal ajaribu kwenda in details kuhusu zile issues, na kwa kweli wamefanya hiyo kazi, na nilichoambiwa hapa ni kwamba issue nyingi zimekuwa resolved. Kwa hiyo principal atakuja atatoa tu kidogo tu outline. So we are thriving to be center of excellence in what we do. Training ambayo inahusu sana nyewe kwenye teaching. Na maana yake nini? Maana yake kwenye teaching and learning ni kuweka miundombinu iwe vizuri
Jana tumekuja hapa, tumeongea na management, tumejaribu kupita kwenye campus kuangalia setup ya miundombinu ya hapa na changamoto zake. Tumekubaliana mambo kadhaa ya kufanya ili kuhakikisha kwamba support environment for you to learn, support environment kwa walimu wetu kufundisha inakuwa ideal as much as inawezekana, so that we achieve kile ambacho tunakitaka kama vision ya chuo. Na that's our mission actually, kuhakikisha kwamba mazingira yetu ni sahihi, mazingira yetu yana offer hiyo platform ya watu ku acquire knowledge, lakini pia ku develop kama kuna talents, uwezo wa ku disseminate knowledge. Tunaongelea kuhusu training philosophy yetu ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata hands-on experience, lakini wana uwezo wa ku disseminate na ku communicate, so that kule mwisho wa pipe mtakapokuwa mnatoka, basi muwe ni an asset, valuable asset to the community. Sisi tunasema Mzumbe University tunajifunza kwa maendeleo ya watu, and that's the truth. That's our motto, kwamba mkitoka hapa mnatakiwa muende kule mka hit the ground running. When you just go there, you just hit the ground running. Mnaanza kuonesha ubora wenu, and that's what we want to achieve. That's our dream. So far tumekuwa tuna achieve, and we want to uphold hiyo status ambayo tunayo. Na nataka kuwakumbusha tu first years, lakini pia wale ambao mnaendelea, kuhusu our core values. Always nikija hapa lazima niongee kuhusu core values. Chuo is about core values. Hata nchi ina core values. Tunaita tunu. Tunu za taifa zipo, tunu za chuo zipo, tunu za kifamilia zipo, tunu za mtu binafsi zipo. From the personal level all the way to the national level, kuna the so called core values, and that's very important. Na sisi tunaongelea kuhusu transparency hapa. First years watoto wangu na wale ambao mnaendelea, ambao wote ni watoto wangu, we are actually embracing the spirit of transparency, and that's why we are here. Hapa tutaruhusu muongee, mtauliza maswali, mtatoa comments, kama ni kupongeza mtapongeza, kama ni kucriticize kwa maana ambayo ni constructive criticism, tutapokea criticism, lakini cha muhimu iwe ni genuine. Kwa ajili normally hapa sisi tunafanya checks and balances hapa. Kwa hiyo ukiibuka na issue ambayo iko controversial hapa tunataka tumalizane na wewe. Kwa hiyo hakikisha unapo raise lolote liwe ni genuine, na probably kama lina ushahidi, so that we take care of that situation. We embracing your spirit, and we want you young men and women mlioko ndani, we embrace your spirit ya transparency, so that hii society inaishi kwenye level hiyo. Na hiyo ni sehemu kubwa kabisa ya good governance. We are talking about accountability hapa. Lazima tuwe na uwezo wa kuwajibika vya kutosha kwenye yale ambayo tunayafanya. Mwanafunzi ajue wajibu wake, sisi tujue wajibu wetu kama staff members kwenu, so that we meet somewhere in between. Mtimize wajibu wenu, na mnajua mna bylaws zenu za kufanya mkae hapa, kwa maana ya social setting, mna sheria za academics, mnatakiwa mzijue vizuri, so that your life inakuwa ni easy, your life inakuwa ni smooth. Mjue wajibu wenu, and that's very important. Na sisi tutakuwa tunahakikisha tunatimiza wajibu wetu. And if we are not meeting somewhere, ndio maana ya mkutano huu. Kama kuna vitu ambavyo vinaonekana havifanywi vizuri, basi huu mkutano ndio maana yake kuja kuangalia what are those issues. We are embracing creativity and innovativeness. Tunataka vijana muwe wabunifu kwenye mambo mnayoyafanya. Sasa hivi tunajifunza kwa kutumia technology. We understand kuna evolution kubwa sana ya technology sasa hivi, AI na mambo ya namna hiyo. Sisi walimu pia na staff wa chuo, we are striving to not be left behind. Tunahakikisha tunaenda sambamba na technology, so that tunapokuwa tunakimbia technology, students wetu wanapokuwa na embrace technology, na sisi tuna embrace technology, we meet somewhere kwenye platform ambayo wote tunatumia technology. Kwa hiyo DVC atakuja kuongea pia, najua nitampa nafasi ya kutoa ushauri wake kwenye mambo ya academics. We embrace technology, lakini we have to be careful na matumizi ya technology. DVC atasema vizuri hiyo kitu, so that your life is also safe. We have to be safe in the realm of embracing technology. Lakini tunaongelea kuhusu teamwork. We want to live kama sisi tunafanya kazi kama team. You see, nimekuja na wenzangu hapa kutoka main campus, tumeungana na timu ya hapa ya management, tumeungana na staff members. Jana tumekaa kwenye management, jioni leo mchana tutakutana na staff members wote wa chuo, tutaongea mambo yetu. Mwisho wa siku tunataka tupate timu moja, one team. Mimi ndio nimepewa dhamana kwa captain wa timu, lakini timu inatakiwa icheze hii, kila mchezaji kwenye nafasi yake na afanye vizuri kwenye nafasi yake, and as a team to realize kila mmoja capability yake na talent yake, so that we share. Mwisho siku tuna achieve kwenye kushinda
We score the goals and we defend against whatever that is coming kama opposition. We embrace the team spirit. Na nyie watoto wetu, we want you to develop hizo skills za kuwa team members. You have to be a valuable team member. You don't have to be a superstar by yourself. Huwezi kuachieve chochote. Ndio wanasema wale kule kwamba ukitaka kwenda fast nenda peke yako, ukitaka kwenda far nenda na wenzako. Kwa hiyo ukienda na wenzako maana you can go fast and far, if I may say. Tunaongelea kuhusu diligence kwa ujumla wake, maadili na attentiveness to details. That's very important. Respect for others. Kuheshimiana. Sisi tunaheshimiana na nyie muheshimiane kama vijana. That's very important. Mkishajenga spirit ya kuheshimiana, maana yake mtashirikiana vizuri. Mtakuwa kwenye team. Mtafanya kazi vizuri. Mtakuwa na innovative thinking. Mkicollect vizuri akili zenu pamoja, maana yake you can do big things. Tunaongea integrity hapa, maadili kwa ujumla wake. Maadili yanaanzia huku chini, yanaanzia huku kwenye ujana. Soon mtakuwa mnatoka kwenye hiki chuo. Naongelea first years lakini nyinyi ambao mnaendelea. Mtakuwa mnatoka kwenye hiki chuo kwenda duniani. Tunaongelea kujifunza kwa maendeleo ya watu. Mtaenda kuonesha nini kule ambacho Mzumbe kimewapa. Kwa hiyo that's important. Na we are saying hapa kwamba watu wengi wamepita hapa. Wengi sana wamepita hapa alumni ambao wamefanya vitu vikubwa mno huko mbele ya safari. Na nadhani that's pride kwetu sisi. Lakini we have that spirit ya kuwa responsive to society needs. Ni ile kujifunza kwa maendeleo ya watu. We are of service. We are supposed to be, we ought to be of service to the communities. Sasa vijana wetu tunatakiwa mwanze kitu mapema. Well, ukienda kwa wenzetu kwa mfano, wale ambao wenzetu walimu wengi tumesoma huko, tumeenda nchi za nje. Nchi kama Marekani kwa mfano, kuna kwenye setup ya kwao issue ya volunteering. Na sasa hivi na sisi we are growing on that. Volunteering ni muhimu, na wenzetu wanaanzia toka primary school huko chini, toka kwenye huko chini. Na mfumo wao mpaka unatambua mpaka nadhani kwenye assessment volunteering. Kwenye CV lazima uoneshe kama umevolunteer vya kutosha kabla watu hawajakuona wewe ni of the society. Sio tu una GPA kubwa una nini, huna element yoyote ya kuwa kwenye team, hujawahi kuwa kiongozi, hujawahi kuwa kwenye fellowship, hujawahi kuwa kwenye nini, hujawahi kuwa popote. And then you have GPA ya 4.9 out of 5. CV yako imejaa GPA tu. Haijajaa umewekwa kuwa kiongozi hata wa darasa, hata CR. Wenzetu wanaangalia hayo mambo. Kwenye mizania kwa mfano ukienda USA, kijana aliyepata say GPA ya 3.6 au 3.7 na mwingine na 4.8. Wa 3.6 akaonesha nilikuwa kwenye timu ya basketball, nilikuwa kwenye hiki, nilikuwa kwenye leadership, nilikuwa kwenye kile. Wewe wa 4.8 yuko blank, hawakuchukui. Wanataka mtu ambaye ni team player, a team player ambaye anaweza akawa associated na others. Kwa hiyo nadhani this is very important to you my kids hapa. First year tunapoingia mwanze ku-embrace your spirit, lakini wale ambao mnaendelea again muweze pia ku-develop hizo skills as you continue to be here. First years watoto wangu tuna campus 3. I think nyinyi mnafahamu wale ambao mnaendelea. So far tuna main campus ambapo tunatoka viongozi wakuu wako pale. Tuna ndaki hii ya Mbeya na tuna ndaki nyingine Dar es Salaam. Lakini wale ambao mnatufuatilia ambao nadhani wengi bado hamjaanza, lakini I think na encourage. Ukishaweka bando ingia kule utatuona sana. And that's important. Juzi tumeweka jiwe la msingi kwenye campus mpya Tanga, Mkinga. Na ni Mheshimiwa Waziri Mkuu alifanya hiyo kazi. Kwa hiyo soon, actually mwaka huu academic unaofuata 26-27 tunaanza ku-enroll wanafunzi kule Tanga. So we'll be having 4 campuses very soon. Kwa hiyo manake kichuo kinakuwa. Kwa hiyo just get to know your camp kwamba kuna campus hizo na we are still developing kama chuo, and that's for us is important. Kwa first years nataka niwaambie na nyie ambao mnaendelea, najua vijana wengi mnashindoga huwa kuwa attentive. Hiki chuo mimi ni makamu mkuu wa chuo. Mimi ni CEO mtendaji mkuu. Makamu mkuu wa chuo, lakini makamu mkuu wa chuo. Kuna mtu anaitwa mkuu wa chuo ana title hiyo. Nani anayemfahamu mkuu wa chuo wetu hapa? Yule pale. Mpe mic. Mkuu wetu wa chuo anaitwa
Dr. Ali Mohamed Shein. Makofi kwake eh? Njoo uchukue zawadi hapa. Ndio raha ya kuwa jasiri wa kujaribu. Huyu chancellor yeye ni figure inayo epitomize culture ya chuo. Ni celebratory figure. Ndio maana anakuja yeye wakati maalum sana uko confer degrees. Unless tumepanga mipango mingine ya kuja kuvisit campus na kuangalia inaendeleaje, lakini kazi yake kubwa kabisa ni kuconfer degrees. Wale ambao mtafika end of the pipe, Mungu akipenda, mtakutana naye kule siku hiyo kwa mamlaka atakayokuwa amekabidhiwa, atawapeni stahiki zenu. Kwa hiyo tunamwombea popote alipo. Huyo ndio bosi wetu. His Excellency Daktari Ali Mohamed Shein, retired President of Zanzibar. Yuko kule. Baada ya pale, yeye sio mtendaji mkuu. Kuna bodi hapo katikati. Hiyo bodi kwenye vyuo tunaita baraza, council, lakini kimsingi ni bodi. Ina mwenyekiti wake. Na huyo mwenyekiti anaitwa Professor Saida Yahya Othman. Ni retired professor wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, decorated professor ambaye yeye amepewa dhamana ya kuongoza bodi. Bodi ndio supreme organ, imepewa dhamana ya kurun chuo. Na kwa hiyo kuna members wa ile bodi na watu wengine wote. Baada ya pale sasa ndio anafuata mtendaji mkuu, Vice Chancellor, ambaye ndio mimi nimesimama hapa mbele yenu. Nipigeni makofi. Nasaidiwa na wasaidizi wawili ambao wako pale. The Madam Professor Hawa Tundui Petro, wewe namtaja mwenyewe. Mpigeni makofi madam. Huyu ndio anayesimamia mambo yote ya academics na research na ushauri, ambao ndio core business ya chuo. Kimsingi that's the core business. Na yeye ndio namba 2 wanasema kwenye utendaji. Namba 1 ni mimi kwa maana ya utendaji, namba 2 ni yeye. Lakini upande wangu wa pili kuna anayeangalia sasa mifumo na support environment na everything. Mambo ya pesa, mambo ya kuhusiana na human resource, administration, everything so that we survive. Na hapa nina note tayari, nilikuwa nateta naye pale sasa hivi. Nimenoti kwamba ukumbi huo hututoshi. Nimenoti leo na tumenoti wote ukumbi huo hututoshi. Kwa hiyo tunaanza kufikiria sasa namna ambavyo tunatakiwa kuexpand kama ndaki. So tumeiona hii for the first time leo. Nadhani jipongeze kwa kuhudhuria kwa wingi namna hii. Toka tumeanza kuja hapa nadhani kama ninaona kama vile tunapata record attendance ya wanafunzi. Labda kwa kuwa ni asubuhi na tumevunja vipindi, probably imework. Siku nyingine wote tunakuja mchana hapa, si ndio? Kwa hiyo DVC PFA Professor Alan Rangia Mushi, huyu madamu hapa sijasema nani yake, eneo lake la kujidai ni mambo ya marketing. Mambo gani? Yeye ni mtaalamu wa mambo ya marketing, mambo ya business. Ni mtu wa business huyo madamu hapo. Mpigeni makofi business huko. Professor Allen Mushi yeye ni mwanahisabati. Ni mwanahisabati nimepatia eh? Huyo jamaa zile integration na ile mikonga na yale madude ya namna hii. Ambao unajua wengi mnayaogopa yale. Professor Madam pale ndio principals wote wapo chini yake. Principals wote akiwemo principal ndaki hii, deans wote ambao wapo, directors of schools wako chini ya academics, faculties wako chini ya academics, institutes wako chini ya academics. Alafu ndio wanakuja HOD sasa hapo tumewasema hapo. Upande huu wa planning finance administration kuna madirector wa kutosha. Nimewasimamisha hapa, nadhani wengi mmewaona hapa. Directors of administrative directorate, alafu kuna wakuu wa idara pia. Kwa hiyo ni vizuri mfahamu hiyo setup wanafunzi wangu. Wote first years lakini wale ambao mpo. We are growing, sasa tuna programs nyingi, tuendelee kudevelop programs nyingi, mtakuwa mnaendelea kuziona. Lakini niseme tu sasa hivi daki inakuwa, tumeanza sasa hivi kuenroll PhDs. Huko zamani hatakuwa na PhD enrollment hapa. Sasa hivi tumeanza kutrain PhDs, lakini pia masters. Tuna programs tumeongea kwenye mkutano wetu wa management. Kuna masters zinaendelea kuongezwa hapa, kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kwamba nyinyi mnaomaliza
tukidhani kwamba tumewapa huduma nzuri sana, mtakuwa attracted kurudi hapa siku moja kufanya degree zenu zinazofuata baada ya hapa. Na niseme tu kujifunza kwenye chuo kikuu Mzumbe hamjafanya makosa. First years watoto wangu hamjafanya makosa, nyie mnaoendelea hamjafanya makosa. Haimaanishi kwamba hamna changamoto, na hakuna chuo ambacho hakina changamoto anyway. Lakini ukienda kwenye employment realm, kwenye employment arena, we are equally actually not if not the best kwenye competition kwenye employment platforms. Na nimesema hapo mwanzo, watu wengi prominent wamepita hapa. Nataka niwakumbushe tu wale ambao mnaendelea, lakini wale ambao pia ni first years. Sasa hivi our president, the incumbent ambaye yuko sasa hivi, Madam Samia Suluhu Hassan, yeye ni mwana Mzumbe, amesoma hapa, mpigieni makofi. Mwana Mzumbe, miaka ya 80 enzi hizo akiwa msichana, amesoma chuo kikuu Mzumbe. Lakini msaidizi wake, makamu wa rais, Mheshimiwa sana Daktari Emmanuel Nchimbi, amesoma kuanzia bachelor's mpaka PhD Mzumbe. Mpigieni makofi. Ukienda kwa second vice president of Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, mwana Mzumbe. Nani anayemfahamu jina lake? Haraka, quick. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hakuna. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ni mwana Mzumbe. Pigeni makofi. Mawaziri wa kutosha, gavana wa nchi hii wa fedha kutoka Mzumbe, mhasibu mkuu wa serikali, gavana, mhasibu mkuu wa serikali wana Mzumbe. Wengine mnisaidie kutaja. Majaji, we have so many judges wa mahakama kuu. Mtendaji mkuu wa mahakama Professor Molel, ni Molel yule? Ole Gabriel, ni wale. Ole Gabriel, Ole Molel, sio? Mzumbe, na amefundisha Mzumbe. Kwa hiyo you see such people. Mawaziri wa kutosha. Mawaziri na utalii, Madam Kijaji, mwingine Mavunde, mwingine si nani, wako wengi. Nataka sitaki kuwataja wote. Former speaker yupi? Makinda, yes. Naongelea makatibu wakuu, viongozi wawili wastaafu. Yule nani yule mzee yule? Sefue Ombeni, ambaye ni bado ni prominent figure in this country, na mwingine yule nani wa nyuma yake? Luhanjo, wastaafu. Hao makatibu wakuu, viongozi Mzumbe. Kwa hiyo there's so much to be proud of. Mimi nadhani vijana wangu muwe mjisikie mko somewhere ambapo you can be somebody. Ukitoka hapo ukifanya kazi vizuri, you can be somebody kwa kweli. Na kama nilivyosema, CEOs wako wengi wa kutosha. Lakini we are the most stable university in this country historically. Kwa sababu kwanza tumekuwa tuna observe gender balance kwenye enrollment almost 50-50 kwa muda mrefu sana. Unajua mkiwa 50-50 ni social balance. Mkiwa inclined, mkiwa skewed either to the left or to the right, then ile instability inaweza kuleta pia unrest kwenye chuo. Mimi wakati nasoma, mimi ni mhandisi. Nipigeni makofi mhandisi. Nimesoma UDSM engineering. Na miaka ile niliingia pale 1993, nimetoka 1997. Nadhani wengi wao mlikuwa mjazaliwa. Faculty of Engineering tulikuwa na darasa intake yetu sisi wanafunzi 330, I remember. Females by then walikuwa 6 tu kati ya 332. Ukienda kwenye miaka mingine the same, unakuta labda katika wanafunzi 200 ladies wako wawili tu engineers. Wako pale civil engineering pale, wako unaokota, electrical engineering unaokota. Sasa by then tulikuwa so violent, yani kulikuwa kila kitu migomo, it was just crazy by then. Sasa hivi ukienda engineering kule sasa hivi almost haijafika 50-50, lakini maybe 40-60 or 30-70 kind of. Stability imekuwa kubwa sana. Na hata vijana wa kiume wamekuwa smart zaidi sasa hivi. Zamani tulikuwa very rough. Sasa hivi
wako smart sana, kwa sababu kuna hiyo social balance. Kwa hiyo chuo kikuu Mzumbe, sifa yetu moja kubwa pia ni hiyo, we are so balanced and therefore we are stable, na nadhani tutaendelea na hiyo conduct, and that's very important. Sasa niongea kuhusu transition from high school to independent learning, nimeshaongea, lakini pia nataka niendelee kwenye sisi kwa vijana wangu wote. Tunaendelea kuhimiza mnatakiwa cultivate curiosity, resilience, lakini pia kuwa open minded, lakini pia kuwa active kwenye participation kwenye mambo mengi. Mjiunge na vikundi ambavyo ni vya kitaaluma, muweze ku reach out. Nadhani kwa kupitia kwa eneo idara na coordinators they can support on that, kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri. Muweze kuwa na uwezo wa kuengage. Ndio hicho kitu ambacho tumekisema hapa, ujasiri na kujiamini. To engage into conversations, ku seek clarifications, that's very important, ku ask questions, ku offer your insights pale ambapo unapewa nafasi. Kama leo tumekuja hapa, kama kuna mambo ambayo mnatakiwa tuyafanye kama chuo, mnaruhusiwa kutuambia. Critical thinking, muweze kuwa mnafikiria vitu beyond normal limits. Lakini muweze pia kuhakikisha, nimesema pale mwanzoni, mjue sheria na taratibu zenu za kuwafanya mwishi hapa vizuri, that's very important. DVC anaweza kusema hicho kitu baadaye kidogo. Muweze kumanage muda wenu, time management. Nataka niinsist kuhusu hilo jambo kwa watoto wangu, ni kitu muhimu. Watu fulani wanasema every time is money. Unajua ukienda kule kwenye ChatGPT na wapi, type what could this mean, time is money. Ukipata nafasi nenda tu alafu uone hiyo clarification, jinsi ambavyo time ni valuable asset kwenye almost everything. Na kuna maneno kwamba time is your necessary evil. Yani whether you like it or not, time it determine whatever that you'll be doing. Unaweza kuhitaji hiyo time au usihitaji hiyo time, lakini time is there to reckon with. That's important. Kwa hiyo sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwa support. Hebu tufanye sisi kwa resources zenu nyie vijana. Sisi tutatoa advisory services na naamini na principal. Hapa pia tuna huduma ya advisory, right? Advisory services zipo. Mwanafunzi usisubiri mpaka yani mambo yameshakuwa mabaya ndio unakumbuka kwenda kuomba ushauri, no? Kuna wakati unaweza kaenda tu pale kwa mshauri wako mkaongea tu mambo hata ya future. Mimi wakati nafundisha hizo zangu niko UDOM, kuna wakati nafundisha nimekuwa babu, siku hizi nimekuwa babu. Kwa hiyo naweza kufundisha katika masaa mawili, then kuna dakika almost 20. Natoka kabisa kwa subject matter, tunaanza kuongea mambo ya maisha na watoto wangu. Tunaongea mambo ya maisha pale, naanza kuwajenga. Lakini nadhani that's important. Walimu wetu watakuwa wanafanya namna hiyo, lakini pia muwe forthcoming kuhakikisha kwamba mnajiexpose. Kupitia hiyo style, nikiwa Ardhi University wakati huo kabla sijaenda UDOM, wanafunzi kadhaa nimewa-inspire kuanzisha makampuni. And they are doing very well sasa hivi kama contractors. They are now doing mambo ya construction huko mtaani, big contractors. Sasa hivi wakiwa Morogoro wananipigia simu, prof, kwa hebu njoo tukutane hapo. Fika pale anakuambia, professor, what do you want? And then mimi najimwaga tu pale. Ni vijana wangu. Nipigeni makofi basi. Na nyie mnatakiwa muembrace hiyo service. Na mimi naomba ni encourage principal, walimu wetu na wa HODs. Hebu tujaribu kuweka hiyo platform. Tuwe reached. Tuwe tunaweza kufikika na vijana ambao wana ideas. Achana na ile ya darasani unafundisha tu mambo ya entrepreneurship na innovation, lakini mtu akitaka kuja ofisini, akitaka kuja wapi, wawe afforded that opportunity kuja ku exchange ideas. Mtu kama ana idea yake mapema, hebu tujaribu kuanza kuwapa hiyo encouragement, kuwapa confidence, kuwapa inspiration so that they see themselves going. Mtu kama ana vision, kijana ana vision, tunachotakiwa kufanya sisi ni kumwekea inspiration. Tumweke inspiration and then aanze kupaspire mwenyewe kwenda mbele. That's important. Na nataka niendelee kuinsist wale vijana wangu wa first years, lakini pia ambao muendelee kuwa involved kwenye clubs. Nimesema kuhusu volunteering, leadership. That's important. Leaders wanaanzia kwenye vyuo jamani. Huyo ninayemtaja kwa mfano makamu wa rais wa nchi hii, I think alikuwa rais wa Muso by then. He was that big. Lakini hao wengine ambao tumewataja pia wengi walikuwa pia viongozi ambao wameingia kwenye siasa pia. You develop talents hapa. Express yourselves. Show what you can do to your fellow students. Show leadership.
halafu utashangaa huko mbele mambo yatakapokuwa yanaenda vizuri. Lakini promote friendship, collaboration, networking ni muhimu, ni vitu ambavyo ni indispensable. Hii ni kwa first years, lakini pia kwa continuing students. Tuendelee kujenga friendship spirit, collaboration spirit, tufanye kazi sio kwa ubinafsi. Tunatakiwa tuue kuta za ubinafsi. Kwa ajili mwisho wa siku tutaenda kule kama professionals, we're supposed to be working with others. Niliongea kuhusu respect, ni muhimu tuheshimiane. Ni muhimu sana. Wavulana waheshimu wasichana, wasichana waheshimu wavulana, and that's very important. Wavulana kwa wavulana mheshimiane, wasichana kwa wasichana mheshimiane. Mheshimu viongozi wenu wa serikali, wanafunzi. Wanafunzi tuheshimu sisi staff members. Sisi staff members tuheshimu wanafunzi, and that's the way. Na tumekuwa tunaongea huku sisi, hata jana tutaongea. Our number one customers ni students. Na students ni wengi. Sasa hivi tunaongelea almost 17,000 kwa campus zote. Kwa hiyo sio namba ndogo. Ukiongelea wanafunzi 17,000, all the characters utawakuta huko ndani. All the characters utawakuta huko ndani. Wema sana utawakuta huko ndani, matapeli utawakuta huko ndani, wezi wako huko ndani. Kweli si kweli? Kule mimi campus mwaka jana kuna tulipata tragedy. Nadhani ilishia pabaya. Mwanafunzi alikuwa anaiba, mwizi anaiba vitu vya wenzake. Laptops anaiba huko, anapita huko anaiba laptops kwenye mabweni. Wakamshughulikia wanafunzi wenzake. Walipomkamata. It was bad actually. Kwa ajili mwisho siku I think alipoteza maisha yule kijana. Mikononi kwa wanafunzi wenzake. Walichukua sheria mkononi. To the extent ambayo wenzako, wanafunzi wenzako, they beat you to death. Mimi nadhani tukubaliane tu kwamba we are supposed now to be as one, as a people. Tuheshimiane, tufanye kazi pamoja, tuheshimiane na watu wengi namna hiyo, maana yake kuna all the characters. Lakini mwisho siku we have to take responsibility to each other. Tuchukuliane kuhakikisha kwamba tunakuwa na community ambayo ni nzuri kama wanafunzi. Nyie ambao mnaendelea mwape ushirikiano first years, waendelee kuzoea, msiwatishe hata kidogo. Sawa? Wakati mimi nasoma enzi hizo, mtu akinitisha, enzi hizo nasoma. Akinitisha kwa mfano wale wa mbele wale. Na naanza kujiuliza, kwa hiyo wao wamepitaje? Yaani, kwani wao ni kina nani kwa mfano? Na mimi kwa nini sipite? Mimi nadhani that's the way. Kwa hiyo tusitishane, tupeane moyo tu. Na nadhani that's very important. Systems ziko in place, tuzitumie vizuri. Mmepewa emails, mmepewa mwezi, labda mmepewa platforms na accounts zenu, hakikisha mnapita huko kila wakati kuangalia mambo yanayowahusu. Tunakuwa na changamoto kubwa ya wanafunzi logging in kwenye accounts zao kuangalia baadhi ya issues ambazo ziko pertaining to their life. Matokeo kuna hata kustruggle, kumbe kuna kitu ambacho tayari kiko kule kwenye mfumo, mtu hajaenda huko muda mrefu. Iwe ndio kama ibada yenu. Kila ukiwa na bando unaingia huko kila baada ya muda, at least weekly, at least at once, kuangalia kama kila kitu kiko sawa, so that if trouble looms, then manake unakuwa na uwezo wa kufanya interventions. Tumeongea kuhusu strike balance hapa kati ya academics, lakini health, lakini pia personal growth. Health manake ni get involved kwenye activities, be active. Siku hizi magonjwa nyemelezi, si magonjwa nyemelezi nimepatia sijui Dr. Nyangara. Magonjwa yale opportunistic. Yasiyoambukiza yale. Na communicable diseases zinatutesa mno. Na sasa hivi haijali kama ni kijana au ni mzee. Vijana sasa hivi wanapata stroke, vijana wanapata visukari, wanapata all these kind of troubles. Get involved kwenye michezo. Tuko aware, tunaendelea kudevelop infrastructure za michezo na kadhalika. Maybe they're not enough, lakini as much as possible tuendelee kushiriki kati ya academics na health. That's very important. Take care of your health, kwa maana ya kwa physical, lakini pia kuangalia the necessary dieting na mambo ambayo yanahusiana na afya yako uweze kuya observe. Personal growth ni ambayo nimesema hapa. Uwe unaweza kujiongeza. Toka hapa na kitu ambacho ni beyond degree yako au diploma yako au certificate yako. Be knowledgeable zaidi kuliko kile ambacho unafundishwa darasani. Hebu jiongeze. Focus kwenye personal growth. Ndio tunasema mentoring, mambo ya advisory, ndio mambo ambayo yanafanya yanakujenga ukue haraka. Na hatuwezi kukwepa challenge, tumesema zipo, na we are always bound to make sure kwamba we address those challenges. Kwa hiyo muda ambao unakuwa hapa chuo kikuu, watoto wangu first years, lakini na wengine wote, hebu ufanye kuwa valuable time. Make the most of your time hapa chuoni kwa kitu ambacho utakuwa unakumbuka. Sisi ambao, mimi ni mwanariadha,
I'm a runner, social runner. Sio pro, ni social runner. I participate kwenye marathons na kadhalika, na principal wenu ni colleague wangu sana kwenye eneo hilo, mpigeni makofi. He is one of the fittest guys ambao unaweza kuwajua. Morogoro yeye ndio alikuwa wa kwanza kunipandisha kwenye milima ya Uruguru. Wale ambao mnatoka Morogoro, kuna milima ya Uruguru kule, hata kama wewe unapita ukiangalia upande ule kule beyond ule mji kuna milima, safu ya milima. Mtu wa kwanza kunipandisha kule ni Professor Mole, my friend. Kwa hiyo mpigeni makofi tena. Na anapanda kwa kukimbia. Mimi natembea, yeye anapanda kwa kukimbia. By the way ni Masai, na Masai unajua kukimbia ndio wameumwa kukimbia, mpaka DNA zao zinaamua kukimbia. Kwa hiyo make most of your time hapa chuoni. Get involved. That's very important. Na nasema hivi, ulichaguliwa hapa kwa ajili unahusika hapa, you belong here. This is your place. Na kwa hiyo sisi we are confident about your success. Yaani ukijituma tu, wewe jitume tu. Nimesema kuhusu kuwajibika kwa. And then you will see your life will count. Ukikaa hapo ukitoka, mimi huwa nakutana na alumni wengi sana kwenye forum mbalimbali. Nimewataja hao mabosi tu wachache ambao tumewataja high level kwenye nchi, lakini kwenye hii executive level ya watendaji ya action officers nchi hii, kwanza huwezi kwenda popote usikute alumni wa Mzumbe kwenye idara za uhasibu, idara za HR na administration, idara za sheria, idara si za nini, upande wa uchumi, everything, mambo ya health systems, na kila ninayokutana nao you see the passion. Yaani unaona ile passion ya wao kuwa associated na chuo kikuu Mzumbe as graduates. Mimi nadhani that's very important. If you make your time count. Nilikuwa nataka kuongelea kuhusu medals. Medals unapokuwa unakimbia kwenye marathon. Siko sure professor ana medal ngapi. Mimi nazo nyingi, nadhani zinakaribia kama 70 hivi. Whenever I touch each and every medal inanipa memory. Yaani kama ile medal umeipata kihalali, umekimbia, hamna medal ambayo ukishika hivi hutakumbuka hii medal siku ile ilikuwa kuwaje. Yaani hutakaa usahau. Kwa ajili kuna nyakati ambazo one run unakuwa injured, unatakiwa uanze kuwalk, na kwa sababu spirit ni kumaliza, you have to finish. Kwa hiyo umeumia in the midst of the run, you are not giving up, you walk, you crawl, you do everything, you reach at the end. Medal kama hiyo huwezi kuisahau. Umekutana na situation hii na ile. Umekimbia unakuta mwenzako kaanguka hapo chini, amepoteza fahamu. Ile memory haiwezi kutoka hata kidogo. Mwaka juzi tulienda Kili marathon mwaka juzi. Ambulance zilikuwa ziko busy namna hii, kuferi watu walioanguka huko njiani. Sasa how can you forget your memory? Kwa hiyo na nyie hapa, with all the challenges ambazo tunakutana nazo hapa, unajua chuoni wakati mwingine kama jeshini, yani you have to really survive. Lakini if you are doing your business, ukatoka hapa na your medal, which is the degree, how can you forget that? Na ukikutana na mtu ambaye anatoka huko ambaye ni mwalimu, ni nani? Yani you can't help but feel comfortable, you know. Yani utajieleza, mimi ni mwana Mzumbe. Hao ndio ambao tunao huko wengi. Nadhani na nyie tunategemea kwamba mkitoka hapa mtakuwa watu kama hao ambao tunakutana nao kule. Kwa hiyo this is your first step. What I'm saying, najaribu kumalizia sasa hivi, this is your first step towards this life, first years, lakini kwa nyinyi ambao mnaendelea pia, this is your first step anyway. Na natakiwa mwe kwenye front line of your academic success. Hiyo ni muhimu. So that hii journey inakuwa journey ambayo ni ya kukumbukwa, lakini pia ambayo ni successful. Lakini mtumie resources ambazo zipo hapa. Na nadhani tutaongea kuhusu hilo jambo sana. Nitakapowapa nafasi ya kuongea, tutaongea kuhusu resources ambazo ziko available hapa, kwa maana ya mazingira yaliyopo, access to services mbalimbali. Tulikuwa tumeongea kuhusu mtandao hapa, na principal ameniambia kidogo ni kwa nini hatuna mtandao, lakini labda tutasema baadaye kwa nini hatuna mtandao, tutasema vizuri zaidi. Na mambo ya namna hiyo. Someni kwa bidii, study hard. Study very hard. Kwa ajili that's your business ambayo imekuleta hapa. Lakini ukikwama kabisa, consult. Very important. Walimu wapo, viongozi wapo, Muso ipo. Muso, naomba niwapongeze, wapigeni makofi Muso jamani. Tunapo ripoti kwa wakubwa huko, huwa tunaanza na neno amani na utulivu. Amani na utulivu ni kitu muhimu sana kwa chuo. Na ili tuweze kuachieve amani na utulivu, hii ni something collaborative kwa stakeholders wote.
kuanzia the biggest section of our stakeholders ambao ni wanafunzi, lakini staff members wote, viongozi, external stakeholders wote tukiungana pamoja ndio tuna define hiyo situation ambayo ni amani na utulivu. And therefore when we report, manake tuna recognize role ya MUSO na members wote wa MUSO kwenye hili jambo, na nadhani rais tunaomba tupongeze na MUSO government. Kwanza sijawasimamisha, hebu simamieni MUSO government popote mlipo. Wapigeni makofi wa vijana. Tunawashukuru mno kwa kuwa na sisi, na nataka niwahakikishie we are open. Principal yuko hivyo, sisi tuko hivyo. MUSO kuna issues, karibuni ofisini Mheshimiwa Rais. Karibuni ofisini wewe na timu yako. Juzi hapa kule main campus nilitembelewa mimi na cabinet ofisini kwangu, rais, makamu wa rais, waziri mkuu, katibu mkuu kiongozi, yule nani mwingine sio ndio nani yule, speaker na yule arbitrator na nani, wale wote wale. Wakaja ofisini kwangu, tukawa tunakunywa juice pale, tunaongea, wakaniambia mambo yao, walipongeza mambo ambayo wanaona yanaenda vizuri, lakini pia wakasema mambo ambayo wanadhani changamoto, na mimi nikayachukua, nika-communicate na wenzangu, we are working on them, najua tutakutana nao, lazima nipeleke majibu kwa sababu walikuwa wameniletea majibu ofisini, na issues ofisini. Kwa hiyo mtumie nafasi vizuri na nyie. Mimi naamini principal yupo na leadership ipo, wakuu wa idara naomba ni encourage. Hawa ni vijana wetu na ni same pia growth. Tukiwa kwenye service, tukiwa part of service, tukiwa of service to the community, of service to these students. Mungu anatubariki sana na anatuinua. Huo ndio kweli. Kama viongozi tutanuliwa sana kama hii congregation, hii multitude ikiwa inakuongelea vizuri positively. As a servant, haimaanishi kwamba wewe ni perfect, but as a servant hii community inakuona na inakuongelea vizuri. Mungu anaweka tiki kule mbinguni. Utakuwa surprise na kama unabarikiwa mpaka unashangaa. Unakuwa surprise mambo yanakuendea tu hivi bila kutumia nguvu ya ziada. Kwa hiyo mchukue hiyo nafasi, na nadhani kwa kufanya hivyo then we'll be having such a wonderful experience wanafunzi wangu, very productive experience, lakini pia happy ending kule ambako mtakuwa mnafika mwisho. With these remarks naomba niwapongeze wanafunzi wetu, niwapongeze sana kwa kuwa hapa Mzumbe, niwapongeze kwa kufanya kazi kwa bidii, niwapongeze kwa kuwajibika, niwapongeze kwa kupromote peace, na viongozi wenzangu pia niwapongeze kwa kuhakikisha kwamba we are achieving that, na niwahakikishie sisi from the very top support. We'll be coming here every now and then pale ambapo ratiba naruhusu na kwa mujibu wa ratiba yetu, mtakuwa mnatuona sana, so that tuna connect, we get connected, we move together. With these remarks naomba niwashukuru mno kwa kunisikiliza. Niwaage kwa Chuo Kikuu Mzumbe, Jifunze kwa maendeleo. Mungu atubariki sana as we thrive to make this place the best. Thank you so much. Naomba tumpigie tena makofi Profesa Magoha. Au tumpigie matano ya kibunge. Asante sana. Sasa kama sehemu ya wasilisho lake, viongozi wengine pia watazungumza. Kwa kama sehemu ya wasilisho hili ambalo limesheheni ujumbe wa kibaba zaidi, high level strategic thinking, kama wanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe, lakini pia kama wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao tumejiunga na chuo, Prof ameelekeza hapa kwamba kama sehemu ya wasilisho lake, na kabla sija mkaribisha sasa kwa ajili ya kuendelea na kikao hiki kwa maana ya ma-DVC, kwa ridhaa yako Prof, naomba nimkaribishe principal ili sasa aweze kuendelea na wasilisho lile la kwako kwa ajili ya kutoa zile high level remarks za mambo ambayo yametokeza tangu tumekutana hapa mara ya mwisho, ambayo itakuwa ni sehemu ya wasilisho lako. Alafu baada ya hapo tuta engage ma-DVC katika level. Naomba tumpigie makofi Profesa Mollel anapokuja. Makamu mkuu wa chuo Profesa William Mwigoha, naibu makamu mkuu wa chuo taaluma, utafiti na ushauri Profesa Hawa Tundui, naibu makamu mkuu wa chuo mipango, fedha na utawala Profesa Allen Mushi. Niseme tu itifaki imezingatiwa ili kuokoa muda. Makamu mkuu wa chuo pamoja na management,
Kwanza tunashukuru Mungu kwa ajili ya kuwapa nafasi na kibali cha kuja kututembelea kwenye kampasi yetu. Sisi kama wana campus tunafarijika sana tunapowaona, kwa sababu tunapata nafasi nzuri ya kushare mambo mazuri makubwa ambayo chuo kinafanya, lakini pia tunafarijika kwamba tunakumbukwa na tunapata fursa ya kuweza kushare yale ambayo tunadhani yako juu ya uwezo wetu na ni management ndio inayoweza kutekeleza. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuwa mnatenga muda wenu kila wakati wa kuja kututembelea. Kama nilivyotangulia kueleza wakati wa briefing, campus yetu iko salama na tumeendelea kuwa na ushirikiano wa walimu management, lakini pia na wanafunzi. Nadhani kama ulivyosema, serikali ya wanafunzi wako huru kabisa kuja kwenye ofisi zetu na wanafanya hivyo kwa ajili ya kushauriana, na pale ambapo kuna mambo magumu tunashauriana na kutafuta uvumbuzi wa pamoja. Naomba tu niseme machache kuhusu ujio wako wa mwaka jana na maelekezo uliotupa na hatua ambazo zimechukuliwa katika utekelezaji wa maelekezo na maagizo yako. Jambo la kwanza, kulikuwa kuna changamoto ya maji. Na tunashukuru sana chuo kimechukulia kwa uzito. Ninajua sasa hivi bado access ya maji haijafika kwenye level ya matarajio ya wanafunzi, lakini kwa kiasi kikubwa inapatikana, na kama mnavyoona mkandarasi yuko site. Tunahakikishia kwamba muda sio mrefu maji yatakuwa yanapatikana kwenye maeneo, hasa kwenye maeneo ya mabweni. Lakini vile vile tunashukuru kwamba jana ulipata nafasi ya kutembelea kwenye mabweni yetu na umejionea mwenyewe yale mabweni mawili ambayo yamefanyiwa ukarabati, kwamba bado yanahitaji ukarabati, na umeridhia kwamba hilo litachukuliwa kwa uzito na ukarabati utafanyika wa viwango vitakavyowafanya wanafunzi wetu kufurahia mabweni, kuishi katika makazi ya chuo. Eneo lingine, makamu mkuu wa chuo, ilikuwa ni eneo la michezo. Kama utakumbuka, kulikuwa kuna hoja kwa ajili ya uwanja wa michezo. Tuna viwanja vya michezo vya mpira wa miguu. Nadhani wote tunajionea kwamba chuo kimechukua kwa uzito unaostahili, na mkandarasi yuko site. Naona uwanja wetu umeshavurugwa, umekuwa kama shamba, lakini ni katika utaratibu wa kuendelea kuitengeneza. Nadhani hali ya mvua ndio imeleta kusimama kidogo kwa mkandarasi, lakini nadhani muda sio mrefu viwanja vyetu vya mpira wa miguu utakuwa tayari na tutapata viwanja vizuri. Lakini pia kwenye eneo la viwanja vya volleyball, basketball na netball, nadhani ulituelekeza kuweka taa za kwa ajili ya kuwa na vijana wetu waweze kufanya mazoezi hata wakati wa usiku. Nadhani hilo zoezi liko kwenye hatua ya mwisho kukamilisha kama nilivyokuwa nimekuelekeza. Kuna wadau wengine wamejitokeza kwa ajili ya kutoa support, lakini sisi kama chuo tulikuwa kwenye utaratibu huo, na muda sio mrefu nadhani taa zitakuwepo kwenye eneo la viwanja vya basketball na volleyball ili kuwapa access wanafunzi wetu wakati wa usiku kuweza pia kufanya mazoezi. Jambo lingine ilikuwa ni eneo la huduma za afya, ambapo wanafunzi wetu nadhani wanajionea jinsi ambavyo chuo kimechukua hatua, na tunaendelea kuboresha huduma yetu, kituo chetu cha afya, ili iweze kutoa huduma, na nashukuru kwamba wanafunzi wetu sasa wanatumia kituo chetu cha afya, na tunaendelea encourage kuendelea kutumia vituo vyetu vya afya, kituo chetu cha afya. Tuna phase ya pili ya maboresho ya kituo chetu cha afya. Nadhani baada ya maboresho kukamilika, nadhani kituo chetu cha afya hawatakuwa tena na sababu ya kwenda mahali pengine popote kwa ajili ya kupata huduma za afya. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Nadhani kulikuwa kuna hoja pia ya library. Tulipeleka huduma ya library ghorofa ya kwanza, na wakaomba kwamba kuna wenzetu ambao hawana uwezo wakati mwingine wa kupanda juu, na tumetekeleza hilo kwa ajili ya kurudisha huduma primary service iwepo chini, ili wale ambao hawana nafasi, hawana uwezo wa kupanda kule juu, basi wasikose huduma hiyo ya library. Kulikuwa pia kumetokea hoja ya ulinzi. Baadhi ya wanafunzi kutokuwa na waheshimu walinzi wakati wa kuingia kwa sababu ya demand ya kutaka kukaguliwa. Ni kweli kama tulivyosema, eneo letu tuko mjini na swala la ulinzi ni jambo la msingi sana.
tumeweka utaratibu na hasa kwa kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapoingia, nitumie fursa hii pia kusisitiza hilo, wahakikishe wanaingia na vitambulisho ili tujue nani anaingia na nani anatoka. Vile vile hata kwenye ngazi ya management na watumishi wote tunakaguliwa. Hata mimi nasimama pale getini nakaguliwa. Kwa hiyo niwaombe wanafunzi wote tuheshimu tu taratibu huo, kwa sababu ni kwa manufaa na faida ya campus. Vitu vikiibiwa huku, maana yake tutalaumiwa sisi kwa kutokufanya majukumu yale ya msingi. Kwa hiyo tuhakikishe kwanza tunaheshimu utaratibu huo. Ni utaratibu ambao wakati mwingine sio rafiki sana, watu hawapendi kukaguliwa, lakini naomba sana tuheshimu, kwa sababu ni kwa faida yetu wote. Jambo lingine mwenyekiti, ilikuwa ni eneo la, kulikuwa kuna concern ambazo zilikuwa raised na wanafunzi kuhusu usajili wa kutozwa gharama kwa ajili ya usajili na huduma ambazo MUSO wanawapa. Tulifanyia kazi pia na pamekuwepo na tuliteua timu, kwa sababu kulikuwa kuna concern kwenye eneo la uchaguzi, kutozwa gharama na matumizi ya fedha za MUSO. Kwa hiyo tuliunda timu ya watu ambao ilifanya kazi ya kufuatilia masuala yote hayo, na iliweza kuja na mapendekezo kadhaa ya kuboresha ambayo nadhani tutawasilisha kwenye ofisi yako kwa ajili ya zile ambazo zinahitaji high level intervention uweze kuifanyia kazi. Kwa hiyo kulikuwa kuna utaratibu wa kuwatoza fedha wanafunzi wanaofanyiwa usajili na serikali ya wanafunzi ndani ya chuo. Hii ilikuwa nifanyika kwa nia njema, lakini ikawa ni concern kwa sababu ya rates ambazo zilikuwa zinatozwa, ikawa ni concern kwa wanafunzi. Kwa hiyo timu ilipendekeza kwamba pawepo utaratibu rasmi wa chuo kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto za kukamilisha usajili kwa njia ya mtandao, ambapo imekuwa tukiendelea ofisi ya Dean of Student na ofisi ya HR wamekuwa wakijaribu kufanya hivyo. Inawezekana wakati mwingine kuna outliers ambao hawafahamu, lakini hiyo huduma ipo. Kulikuwa pia kuna swala la dirisha la usajili wa njia ya mtandao liwahi kufunguliwa, kwa sababu wengi wanafika hapa ndio dirisha linafunguliwa. Wao walikuwa wanadhani kwamba hilo dirisha lifunguliwe mapema ili watu waanze kufanya usajili hata kabla ya kufika huku. Kulikuwepo pia kupitiwa upya utaratibu wa uhakiki wa vyeti kwa mwanasheria, ili hali chuo kinapata taarifa za uhakiki toka baraza la mitihani. Kulikuwa kuna hiyo concern kwamba wakija hapa sasa inabidi waende tena kwa na sheria walipe fedha na wakati cheti tayari kimesha hakikiwa na NECTA. Kwa hiyo kuna mapendekezo ambayo tumeyatoa, kama management itaona inafaa iweze kuyafanyia kazi. Kuna fomu za ukaguzi wa afya zitolewe katika kituo cha afya cha chuo. Hapa kulikuwa kuna concern kwamba hivi vyeti vinatolewa, lakini sio hata kwenye kituo. Maana yake kuna stationery, vijana wanakwenda kwenye stationery zetu zilizoko pale nje wana print. Kwa hiyo it's not authentic, sio. Kwa hiyo tukaona kwa sababu ya maboresho ambayo tumefanya pia kwenye kituo chetu cha afya, basi tuwasitize vijana wetu waende wakajaze hizo fomu kwenye kituo chetu cha afya. Uhitaji wa namba za kitambulisho cha taifa katika ujazaji wa taarifa za makazi utazamwe, especially kwa wanafunzi wetu wa level ya certificate na diploma. Unakuta hawajafikia umri wa miaka 18. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto wakati mwingine. Kwa hiyo nadhani kuna mapendekezo ambayo timu imeyatoa, nadhani nitafanyiwa kwa ajili ya kuona ni namna gani tunaweza tukaifanyia kazi. Kuhusu swala la uchaguzi, pia kulikuwa kuna concern ya kuingiliwa kidogo na ofisi ofisi ya Dean. Tulibaini baadhi ya mapungufu katika kushauri. Jambo hilo lilikuwa linafanyika kwa nia njema, lakini kwa mengine yalikuwa yanapita kiasi cha hiyo nia njema, lakini hili lilionekana kwamba ni swala la uelewa tu. Kwa hiyo kuna mapendekezo ambayo tumeyatoa kwa ajili ya kuicapacitate ofisi ya Dean
ili iweze kutoa guidance bila kuingilia au kuvunja taratibu ambazo zipo. Kulikuwa kuna swala la kuzuia utaratibu wa kuchukua fomu za vyama vya siasa wakati wa kugombea. Kulikuwa kuna concern kwamba watu walikuwa wanalazimishwa kwanza kwenda kwenye kujisajili kuwa mwanachama wa chama fulani ndio waruhusiwe kuja kugombea. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nadhani ni swala la kujenga tu awareness kwa wanafunzi na viongozi, na inaendana pia na lile la ofisi ya dini kuweza kutoa uongozi na guidance inayostahili. Kuboresha taratibu za kupata wagombea ili kudhibiti ushabiki wa kimadarasa na kukuza demokrasia. Nadhani utaratibu ambao tutawashauri ofisi ya MUSO na pia ofisi ya dini waweze kuguide vizuri mchakato huu wa namna ya kupata wagombea. Isilete ila hili ni eneo ambalo ni gumu, ina ugumu wake, maana huwa kuna ushabiki wakati wa kugombea. Tumempitisha mgombea wetu, anatoka sheria, mwingine anatoka idara nyingine, lakini tutaona namna gani tunaweza harmonize ili tuweze kuwa na a very objective process ya kuweza kumpata mgombea bila kuleta mkanganyiko. Kulikuwa kuna eneo la kuhusu matumizi ya fedha za MUSO. Mara nyingi serikali ya wanafunzi imekuwa ikifanya kazi kwa mazoea na kujikuta wakati mwingine inashindwa kufuata miongozo na taratibu za kifedha. Kwa hiyo kumekuwa na mapendekezo kwamba kuwepo na kamati ya fedha na kutungwa kanuni za fedha zitakazoendana na matakwa ya kanuni za uhasibu ili waweze cooperate ndani ya miongozo ambayo itawasaidia kusimamia rasilimali za MUSO vizuri. Kumtumia mhasibu kwa taaluma za uzoefu katika kazi za kihasibu. Hayo ni mapendekezo ambayo yametolewa na kamati, lakini pia kuwepo na ulazima wa vitabu vya serikali kukaguliwa na taarifa yake kusomwa bungeni, kwenye bunge la wanafunzi, serikali ya wanafunzi. Hayo ni baadhi ya mapendekezo ambayo yametolewa na kamati, lakini vile vile kusimamia kuna takwa kwenye miongozo ya MUSO ambayo inahitaji angalau 20% iweze kubaki kwenye account, lakini mara nyingi imekuwa kiasi hicho hakibaki. Serikali ikiondoka inaondoka na kila kitu, maana yake inaondoka na fedha zote, inahakikisha fedha zote zimeisha kwenye account. Sasa maana yake wanakiuka takwa hilo, lakini yote yanaendana na huo ushauri kwamba sasa fedha za kuanzia nadhani mwaka jana, mwasimu anaweza akanirekebisha, kutakuwepo na utaratibu wa kukagua fedha za serikali ya wanafunzi. Kwa nadhani hili litasaidia sana wao kusimamia rasilimali za serikali ya wanafunzi kwa taratibu ambazo zinatambulika na zitakazo kuondoa uoga kwa wanaochangia na wajumbe wa serikali ya wanafunzi kuwa na wasiwasi kwamba fedha zao zitatumika vizuri au vibaya. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, nashukuru. Nadhani hayo ndio mengi ambayo maelekezo ambayo umeyatoa, na tunakushukuru sisi kama campus kwa sababu mengi, almost 90% kama sio 95 ya maelekezo yote uliyotoa nadhani yamefanyiwa kazi. Tunakushukuru sana. Asante sana. Asante sana principal. Lakini leo pia kuna nafasi kwa ajili tutaongea. Kwa hiyo kama kuna observations on the basis of hii report, tutaendelea kufanya hizo conversations, tuone tunatokaje hapa. Hongera sana principal kwa utekelezaji. Nadhani sasa nimruhusu DVC AK kama sehemu ya wasilisho langu naye aseme yale ambayo amejiandaa kuyasema. Profesa, karibu. Asante Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe. Nashukuru kupata nafasi hii na mimi niweze kuwasalimia. Kama ambavyo mmetambulishwa, mimi ninasimamia masuala ya taaluma, utafiti pamoja na ushauri. Kwanza kabisa nianze na kuwakaribisha wale wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Karibuni sana Chuo Kikuu Mzumbe. Tujipigie makofi wote. Kwa sababu unaweza ukachukua ni kawaida tu, usione ni kawaida. Ni nafasi nzuri, ni nafasi muhimu. Kuna wengine wengi walitamani kuja Chuo Kikuu Mzumbe hawakupata, lakini wao wamepata. Na Chuo Kikuu Mzumbe sisi
tunayo sifa au tuna identity yetu ambayo sisi tuna reputation fulani ambayo tunayo. Reputation yetu kama mchukua alikuwa anasema ni kwamba tunahakikisha kwamba tunakutengeneza kuhakikisha kwamba unakuwa bora. Na unapokuwa bora ukienda huko sokoni ili uweze kuajiriwa au uweze kujiajiri. Kwa hiyo sisi kwa hiyo kwamba tunatoa quality graduate. Hiyo ndo sifa yetu. Muhimu sana kwamba tunapojiandaa kuwapokea wanafunzi, kila kitu ambacho tumekiweka, taratibu zetu zote kuhakikisha kwamba unapotoka na ukifanikiwa kutoka na wewe ukaweza kujiweka vizuri, lazima utakuwa mzuri huko sokoni. Kwa hiyo ni sifa nzuri ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo ninataka tu nizungumze machache ambayo yanahusiana na taaluma. Na katika hili ambayo wanasema kwamba sisi wajibu wetu sisi kama Chuo Kikuu Mzumbe ni kukutengenezea mazingira ya kujifunza. Kwa maana yake ni nini? Wewe na wewe ujue kabisa kwamba umekuja kujifunza. Kuna end product ambayo makamu mkuu wa chuo amesema pale unapata medals, unapata ile degree na unajisikia vizuri ambako umepita kwenye process, and then you feel proud yourself kwamba nilipita kwenye process and I end this. Kwa maana yake ni nini? Kwamba that process ambayo unaipita, maana yake ukipita vizuri unajisikia vizuri. Hatutoi vyeti, yani haujaja kuchukua cheti, umekuja kujifunza. Kwa hiyo ile ni uthibitisho tu kwamba umepita mchakato fulani na ukawa na kitu fulani. Sasa kile ambacho kinaonekana kwenye cheti, je, kiko hapa kichwani? Kile ambacho sasa kipo kwenye cheti 3.5, 4.5, 5 GPAs, can you demonstrate it? Hicho ni cha muhimu sana. Kwa maana yake ni nini? Nataka tu kusisitiza kipengele cha kujifunza. Ni muhimu sana kwamba mmekuja kujifunza. Kwa maana yake unatakiwa utambue kabisa hivyo kwamba mimi ni first year, nimekuja Chuo Kikuu Mzumbe, natakiwa kujifunza. Maana yake kila mwalimu anapoingia darasani anakuja na course content. Na zile course content kuna learning outcomes. Nini kinatarajiwa katika kila somo unapokuwa unamaliza hilo somo? Kinatarajiwa nini? Na wewe ukijifanyia tathmini baada ya kumaliza hilo somo baada ya semester, unaweza ukarudi kwenye zile course content, ukarudi kwenye learning outcomes, ukaangalia kwenye hii course walisema kwamba at the end of this course it is expected that student will learn these things. Je, unaweza ukajifanyia tathmini? Wale ambao ni mwaka wa pili, wale ambao ni mwaka wa tatu, unaweza ukajifanyia tathmini kwamba nimejifunza nini? Wa mwaka wa kwanza tunamaliza semester. Tuko sasa hivi tunakaribia kumaliza semester. Kwa maana yake na wewe wa mwaka wa kwanza tukishamaliza mtihani unaweza ukarudi pia kwenye course content ukaenda kuangalia zile learning outcomes. Kwamba walisema at the end of the learning this course I will learn these things. Nimejifunza. Kwa ni muhimu sana kujua kwamba uko mahali hapa kwa ajili ya kujifunza. Na ukijua hilo kwamba uko kwa ajili ya kujifunza, utazingatia muhimu sana. Kwanza nikupongeze wewe ambao uko mahali hapa. Hiyo tu ni namna moja nzuri kabisa kwamba wewe ni mtiifu na unatii maelekezo ambayo unapewa. Kwa sababu ni kweli kabisa ukumbi wetu ni mdogo, lakini tulitarajia kabisa kwamba tufurike zaidi ya hapa tulipo. Lakini maana yake nini? Kuna watu wanaona mimi siendi bwana. Na vivyo ambavyo watu wengine hawaingii kwenye vipindi. Hawaendi kwenye vipindi kwa sababu wanaona ni kama vile vitu vipo vingi. Ni kweli. Mimi mwenyewe ni mwalimu, huwa nafundisha. Huwa nawaambia wanafunzi wangu kwamba ni kweli unaweza usije darasani ukafaulu mtihani, lakini usitegemee utapata A kwa kukaa bwenini halafu ukasoma hizo material ambazo zinapatikana huko kwenye duniani bila kuingia darasani. Hiyo haiwezekani kwenye somo langu. Haipo. Kwa sababu kuna vitu ambavyo ninaviongea pale ambavyo ndivyo ambavyo baadaye nitakuja kukuuliza kama ulielewa kupitia yale ambayo ninayazungumza pale darasani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuingia darasani kwa sababu pale ndipo unajifunza zaidi. Utamsikiliza mwalimu lakini kuna vitu ambavyo utasema sijaelewa. Tutaongea baadaye kipengele kingine. Kwa hiyo ninasema kwamba sisi tunakupa fursa ya kujifunza. Academic staff wanakutengenezea mazingira ya kujifunza.
Kwa hiyo ni muhimu sana ukaitumia fursa. Tumekuwa na fursa nyingine, okay, ni hiyo ya kuingia darasani, lakini tumekuwa tuna public lectures, nafikiri zimekuwepo pia Mbeya campus, ndio principal. Zile guest tunawakaribisha wale watu kutoka kule kwenye industry ambao wana utaalamu zaidi, practical one kutoka kwenye industry. Lakini kuna wengine hawaji. Tunapokuwa na zile session, mtu haji, anaona ni kama kitu cha kupoteza. Hapana. That's an opportunity ambayo sisi tumekutengenezea, uje umsikilize huyu mtu ambaye anatoka sokoni kule. Ana nini ya kuniambia mimi nikapate kujifunza? Tunashukuru sana kupitia mradi wa HIT, umetusaidia sana na tunaamini tutaendelea kuendeleza haya ambayo tumeyapata kupitia mradi wa HIT. Tumekuwa na hizi public lectures, tumekuwa na study tours. Wanafunzi tunawachukua, tunawapeleka huko sokoni, wengine ambao kulingana na masomo yao wanaenda kujifunza. Hizo ni fursa ambazo sisi tunakutengenezea ukapate kujifunza. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe ukapate kujua kabisa kwamba nipo kwa ajili ya kujifunza. So take every opportunity. Yaani chukua fursa ambayo inayotoka, kwamba ujue kabisa kwamba kuna kitu najifunza hapa. Hata leo hapo ukitoka hapa kuna kitu umejifunza. Nataka nikwambie hivyo. Wewe ukiwa makini, tangu tumeanza hapa, makamu mkuu wa chuo ameongelea vitu vingi sana hapa. Kwa kama uko makini, hata kama yumkini haziko kwenye course content fulani za at the end, lakini kuna vitu ambavyo ukitoka hapo umejifunza kama uko makini sana. Kwa ninataka kuambia kwamba hilo nisisitize kwamba make sure kwamba unafuata, yani unahudhuria all the sessions, lectures, seminar sessions, sijui kuna public lectures, sijui kuna chochote ambacho kinatokea. Jua kabisa kwamba hii ni fursa ya kujifunza. Ya mimi ninaongeza kitu. Kipengele kingine ambacho katika hiki cha kujifunza ambacho sisi tunakutengenezea mazingira. Makamu mkuu wa chuo ameongelea confidence. Wakati madam pale Sabrina walipotangaza fursa hapa ya kwamba nani ana bando, akachangamka chapu, akafika hapa. Confidence hakuna mtu wa kukutengenezea. Au kitu kinaitwa soft skills, hakuna anayekutengenezea. Soft skills unapewa forum, unapewa fursa, you create yourself the soft skills. Wewe mwenyewe unazitengeneza. Kwa mfano tunapokuwa darasani, tunakupa fursa ya kufanya presentations. Wengine wanakimbia. Nasema bwana mimi naogopa, mimi siwezi. Mimi siwezi bwana. Wewe utaenda kupresent. Kwa maana yake, na kama yule lecturer hajalazimisha kila mtu afanye presentation, akasema mtachaguana wachache, labda kila mara ninapotokea kuna hizo presentations, kuna wachache tu wanaofanya presentations, maana yake wewe ambao unatoroka unakosa, ni kwa hasara yako mwenyewe. Yule ambaye yeye siku zote yumkini ndo mnamuona, utatusaidia wewe, utatusaidia wewe. Yule mtu yeye anatengeneza skills, atatengeneza presentation skills, atatengeneza confidence ile ya kusimama mbele za watu. Kuna vitu unavipata pale, it's very important. Hata tu kwenye zile kuandika zile notes, zile group assignments, unaweza kusema kila mtu fulani, wewe utatusaidia kuandika. Wewe hata hutaki kuandika hata siku moja, kumbe huyo mtu ambaye kila siku mnampa kazi za kuandika, mnamjengea uwezo fulani wa kuandika, kumbe na wewe unatakiwa nawe uchukue siku nyingine ucompile ile assignment. Kwa hiyo ni muhimu sana soft skills unazitengeneza mwenyewe, unachukua fursa alafu unatengeneza soft skills mwenyewe. Communication skills, chukua muda. Sasa hivi kama unasema kwamba we have a lot in the internet, a lot. Kwa hiyo unaweza kabisa ukajiwekea malengo. Mimi hapa ninafikiri na changamoto, siwezi kuongea kwenye public, najua lugha yangu haijakaa vizuri. Kwa hiyo naamua kabisa kwamba kufuatilia huko kwenye YouTube session ambazo zipo, ili uweze kujenga ile presentation skills, ujenge communication skills. Vipo, vinapatikana, lakini ni wewe inabidi uamue kwamba I want to learn, I want to add this. Kwa lazima ujifanyie tathmini, ni nini ninakosa. Kitu muhimu ambacho nataka kusisitiza, ukitoka hapo una certificate, ina GPA, ina 4.5 au tuanzie na ile minimum. Jamani, naomba niwaambie watoto wetu, minimum GPA ambayo inahitajika sokoni siku hizi ni 3.5. Hiyo ni 3.5. Kwa hiyo wewe kama GPA yako bado iko 3, 2 point ngapi,
yani pull up your socks. Jiongeze kabisa, hakisha kwamba nawe. That's a minimum ambayo inahitajika sokoni. Wanakuja waajiri. Wanasema tunaomba utupe watu ambao ni wamemaliza. Wahasibu wanakuja sijui kutoka makampuni mbalimbali. Watu wa benki, lakini wanakuambia tunaomba wenye minimum ya 3.5. Hicho ndo kigezo chao. Tunaomba wenye minimum ya 3.5. Kwa 3.5 hiyo ni ndo minimum. Tunaelewana? Kwa maana yake lazima uongeze nguvu hapo. Kama GPA iko bado iko chini, ongeza nguvu. Kwa unachosema nini? Hii 3.5 inakupa access. Watu ambao wanaombwa sio wote wanaenda kuajiriwa. Hapana. Wanapoomba listi, wanaenda sasa kuwafanyia interviews. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba GPA imekupa access kuitwa kwenye interview. Hata wanapofanya shortlisting huko wanakuita, kwa hiyo inakupa access kwenda kwenye interview. Lakini sasa ili upate hiyo kazi ambayo ipo, it's all about the soft skills. It's all about how you present what you have, how you demonstrate kile ambacho tayari unacho kinachoonekana kwenye 3.5 and above. Kwa maana yake nasema kwamba ni muhimu sana na tunasisitiza kujenga uwezo kwenye haya maeneo ya soft skills. Kwa hiyo jiwekee mkakati wa kuhakikisha kwamba ujiongeze kwenye hayo maeneo. Nasema hayo maeneo hakuna mtu wa kukuongezea. Hakuna mtu atakulazimisha kuongea. Hakuna mtu akupa confidence, hayupo. Tunakutengenezea tu fursa. Halafu wewe unaichukua hiyo fursa. Kipengele kingine ni artificial intelligence, use of technology katika kujifunza. Tuko kwenye pale tunajifunza. So how do you use artificial intelligence in learning? Changamoto ni kwamba wewe unaitumia artificial intelligence badala ya kujifunza, you have replaced your intelligence with your artificial intelligence. Kwamba umepewa assignment ukafanye, unaenda tu unamwambia ChatGPT, please assist to answer these questions. Na yanakushushia pale halafu unaichukua hiyo assignment, unaenda unaikusanya kwa lecture. Si ndivyo mnavyofanya? Si ndio? Si ndio? Ndio mnavyofanya. Kwani mnafanyaje? Asimame mmoja aniambie mnafanyaje? Kama hamfanyi hivyo mnafanyaje? Kwa hiyo nachosema ni nini? What you are supposed to do. Technology is there, yes, to learn. It is there to help us to learn. Kwa hiyo nachosema muhimu sana kwamba ujue kwamba hii teknolojia imekuja kunisaidia mimi kurahisisha vitu ambavyo ninahitaji kujifunza. Ninasema hivi, I always take artificial intelligence as my colleague, my friend. Sawa? Kama rafiki. Huyu rafiki ni kwamba tumetoka darasani, Dr. Makafu pale amefundisha, sijaelewa. Si ndio? Kuna concept ngumu hivi sijazielewa. Ametoa na homework na nini. Kwa nikienda kule nikiwa peke yangu, ninamuuliza rafiki, hivi ulimuelewa Dr. Makafu? Kwa hiyo huyu rafiki yangu atanisaidia kunielezea, nielewe Dr. Makafu alifundisha nini. The same applies kwenye artificial intelligence. Unaenda kumuuliza, akusaidie, atakupa vitu pale, alafu wewe inabidi vile vitu uvielewe. Learning has to take place after the ChatGPT amekushushia pale. Wewe inabidi uelewe kile ambacho. Tunafanya review ya bylaws. Tutapokea nafikiri inputs, tunaendelea kufanya review kwa sababu hivi vitu inabidi tu accommodate kwenye bylaws zetu, tuone how do we accommodate teknolojia ambayo ipo. Tuangalie weighting tunaiwekaje, kwa sababu tukibase kwenye assignment yako, wakati umemwambia ChatGPT amekufanyia 100%, halafu na sisi tukakupa 100%, hatujakusaidia pia. Tunahitaji tukusaidie, learning has to take place. Lazima tuhakikishe kwamba kile ambacho unataka wewe ujifunze kimetokea. Kwa hiyo tuitumie artificial intelligence kwa kujifunza. Don't replace your intelligence.
with artificial intelligence. Tunaelewana hapa? Naomba nisisitize kwenye vipengele vya registration. Tunaenda kwenye examination sessions. Semester inaisha. Sawa? Tuna bylaws zetu kwa wale ambao ni undergraduates, najua tuna 4 components. Tuna test 1, test 2, individual assignment na group assignment. Sijua kama kuna tofauti fulani kwenye program fulani, lakini that's the general ones kwa programs nyingi. Kitu ambacho kimetokea, experience ambayo tunayo, some of you especially kwenye zile assignments na zile group assignments, wewe unawaambia wenzio tu niandikeni jina, na wenzio naye siku hizi kwa nini tukuandike jina bwana, hata hujachangia chochote, hawakuandiki. Au unaona kabisa kwamba hujasubmit ile individual assignment, hujasubmit, yani kabisa mwalimu hujasubmit. Unajua test 1 nimepata bana, nina 12 out of 15, na test 2 nina 12 au 13 au 15, kwa hiyo nina marks za kutosha, hata nisipofanya hiyo assignment bado ninaweza tu nikapata marks zangu za kufaulu. Sasa bylaws inasema hivi, if you abscond in any of the component, if you abscond, you'll be deregistered from studies. Yani wewe una marks zako 40, umekosa hiyo group assignment, coursework una 40, umekosa hiyo assignment moja, tunakudiregister. Sawa jamani? Yani unaweza kusema jamani madam, si uniwekee gap tu, uniwekee 0. 0 ni score, hujafanya ukapata 0. Nikiweka 0 siku nyingine wana sheria nyinyi mnasoma huko ndani utakuja kunishtaki, utasema nionyeshe hiyo 0 nilipataga wapi, mimi sikuwahi kupata 0. Kwa hiyo inakuwa ni dash. Ikiwa ni dash ni registration. Kwa hiyo tunachowaomba ni kwamba hakikisha sasa hivi umefanya registration. Kwanza umejiregister, alafu make sure kwamba umefanya component zote. Na hakikisha kwa umelipa ada zako, kwa sababu bila kumalizia kulipa ada huwezi kufanya mtihani wa mwisho. Kwa hiyo tunaomba ufanye registration. Kama kuna watu ambao bado hawajafanya registration mpaka sasa hivi, kama wapo, make sure unafanya registration, make sure unamalizia ile ada ambayo inakupa access ya kuingia kwenye final examinations, lakini make sure unahakikisha components zako zote zimetimia. Muhimu sana, kwa sababu hatutaki kukupoteza na sisi, kwa sababu wewe inaumiza sana, unamuondoa mwanafunzi ambao yupo afu ni kwa sababu ya uzembe tu. Yaani ni mzembe tu. Kuna huyo mmoja baba yake anakuja component hii moja. Tena mwalimu amesema hivi, nimetuma taarifa kama siara kaniatafutia watu huku wana assignment hawajafanya, wakapelekewa ujumbe, wengine wakaenda, yeye hakwenda. Kwa hiyo wale wengine wakapewa, wakafanya, wakajaziwa. Yeye akaingia kwenye mtihani wa mwisho, akafanya final examinations, lakini hiyo component moja kafaulu vizuri, component moja na final amefanya ni registration. Tunaanza baadaye, jamani tusaidieni ka component kamoja tu, yes kamoja tu, lakini kwa sababu is about, unajua kwa nini tunataka ufuatilie, is about hiyo nayo ni soft skill tunayo kutengenezea ule utii wa kutii sheria ambazo zipo tumejiwekea, kufuata taratibu ambazo tumejiwekea ni muhimu sana. Kwa hiyo ninaomba sana katika hilo. Makamu mkuu wa chuo ameongelea core values. Nataka tu niseme kimoja hapa, issue za uzalendo ambako yumkini haisemwi pale moja kwa moja, lakini ile respect you earn it. Unataka kuheshimiwa, na wewe unafanya nini? Unaheshimu watu wengine. The way you present yourself, kile unavyotaka wewe uonekane, yani ile inakupa heshima. Kwa unachosema kwanza niwapongeze, mnaonekana vizuri, jipigieni makofi. Kabisa, mko kabisa, mnaonekana wanafunzi wazuri kabisa. Mnaonekana wazuri kabisa. Kwa hiyo nipigie makofi kabisa kwamba mko vizuri. Amuonekani kama vijana fulani wa huko mtaani kule, chokora fulani hivi. Kwa sababu ndio nasema kwamba kwa ni muhimu sana kujitambua, what do you want to be?
wewe unataka uwe nani. Kwa hiyo ukishajua kama mimi nataka kuwa nani, kwa maana yake na you present yourself. Kuna mmoja alisemaga yeye tangu alipoingia first year Mzumbe anasema mimi am a CEO. One day I want to be chief executive officer. Kwa hiyo siku zote yeye anapiga suti. Kwa sababu CEO anafananaje? Kwani hiyo ndio amedefine, na kweli huko sasa hivi ni CEO somewhere kule. Kwa hiyo that's what alijidefine hivyo. That's what I want to be. Kwa hiyo nasema unapojiweka mwenyewe, the way you present yourself, the way you respect yourself, na ndivyo watu watakavyokuheshimu. Kwa hiyo ni muhimu sana tuwe wazalendo. Tuwe wazalendo. Makamu mkuu wa chuo naibu makamu mkuu wa chuo mambo ya mipango na utawala ataongelea. Lakini nataka kuzungumza kitu kimoja kwamba tuwe wazalendo. Uzalendo manake ni kwamba unatuza kile ambacho kiko yani kimewekwa kwako. Kuna vitu vingi ambavyo vimewekwa kwetu kama sisi wanafunzi, tuko madarasani, tuko mabwenini. Unavitunzaje hivyo vitu kama vitu vyako? Kwenye Biblia kuna mstari mmoja unasema hivi. Ule mstari mimi niliushikaga sana na ukanisaidia sana. Unasema hivi, ukiwa mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine. Biblia actually inauliza swali. Inasema kama hujawa mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, ni nani atakayekupa ya kwako? Kama hujawa mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, nani atakayekupa ya kwako? Kwa hiyo Bwana anasema kwamba as long as mimi mwenyewe kwa mfano hapa mimi ni mfanyakazi wa chuo kikuu Mzumbe. Kwa maana lazima niwe mwaminifu kutunza mali ya chuo kikuu Mzumbe kwa sababu ndio nimeipewa niko pale. Kwa maana yake ni nini? Kwamba na nitengenezea fursa na mimi kupata vya kwangu huko nje. Ninapokuwa na misuse vile ambavyo vimewekwa kwangu ambavyo sio vya kwangu. Kuwasha taa, si kutunza maji, si kufanya nini, vyote vile pale ni swala la uzalendo, ni swala la uaminifu kwa vile vitu ambavyo tumevipewa. Unajitengenezea milango baadaye, unajifungulia milango baadaye ya baraka zaidi kwa kutunza mali ya mtu mwingine. Chuo Kikuu Mzumbe. Chuo Kikuu Mzumbe. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza na waombea. Mungu awatunze, Mungu awabariki. Mkasome kwa bidii. Mkasome kwa bidii mkijua kabisa kwamba kuna mahali unaenda. Jitengenezee njia, jua kwamba wapi unaenda na weka mkakati na hakika utafanikiwa. Mbarikiwe sana. Asante. Asante sana madam. Mpigeni makofi mengine tena mengi. Nadhani nimruhusu PFA naye aseme kama sehemu ya wasilisho wangu. Karibu sana PFA. Chuo Kikuu Mzumbe. Mimi portfolio yangu ni ya planning, finance and administration, mipango, fedha na utawala. Lakini kama mlivyoambia mimi ni mwanahesabati, siongei sana. Nianze kujitetea kwanza kwa Dr. Harris hapa alinisingizia. Medali yangu nilipata kihalali. Hakunisaidia lolote. Yeye ndo alidanganya atamaliza kilomita 10 ya kuweza, akasingizia kunisaidia. Kwa hiyo Dr. Harris, medali yako sio halali. Sasa jamani, mimi niongee kidogo kuhusu masuala machache ambayo yanaendana na portfolio yangu. Specifically nianze na mambo ya infrastructure. Jana tulikuwa tuna ziara hapa campus, tumetembelea miradi mbalimbali ambayo tumeendelea nayo hapa, na ikiwa ni pamoja na hostels za wanafunzi. Tuna problem pale moja ya muda mrefu kidogo, ile jengo la utawala la zamani la Abdel Nasser. Kwa muda mrefu liko kwenye mipango ya ukarabati isiyofanikiwa. Lina hali mbaya. Tunalifahamu hilo. Na kwa bahati mbaya ile jengo pale mbele kabisa kuna kibao kimewekwa. Ile jengo lilifunguliwa na mkuu wetu wa chuo, Dr. Ali Mohamed Shein. Sasa siku akija kutoa degree hapa akaamua afanye ziara. Afa akaliona bango pale na ile jengo lenyewe, tutakuwa kwenye matatizo. Ile jengo halina hali nzuri, liko kwenye ukarabati wa mwaka huu. Lilitegemewa saizi liwe hatua za utekelezaji zinaendelea. Lakini bado kuna hatua za ununuzi zinaendelea, kuna maelekezo mbalimbali tumetoa pale. Tunaamini muda si mrefu hali itaenda kubadilika.
Lakini tumeangalia zile hostels vile vile. Kuna ile ya Burito ilifanywa ukarabati mzuri, lakini zile nyingine zilishafanywa ukarabati, lakini tumeingia kule ndani hatukuridhishwa na hali tuliyokuta kule. Tumeona kuna madarasa, vyumba vina fungus ukutani. Kwa kweli it is not a good environment. Nayo pia tumetoa maelekezo na soon yataanza kufanywa kazi. Kuna viwanja vya michezo pale mnaona, kuna kazi kubwa imefanyika kwa muda mrefu kwenye viwanja vya michezo, lakini ile soccer pitch nayo pia imechukua muda mrefu kidogo. Kuna mambo mbalimbali yalikuwa yanaendelea kujadiliwa, hatimaye tukafikia conclusion, kazi ikaanza. Sasa pale nimeambiwa kazi imesimama kwa sababu ya mvua. Bado siamini sana kwamba grader anashinda kupita pale. Tumetoa maelekezo kazi iendelee tafadhali. Kipindi hiki cha mvua isipite bure. Upande ukoka hii mvua itumike vile vile kwenye kutengeneza mazingira mazuri. Tunataka kiwe kiwanja kizuri sana cha kimataifa chenye ukoka mzuri, jana muweze kucheza vizuri. Lakini niwajulishe pia kwamba principal ameshaongea kuhusu sana kuweka taa kwenye viwanja vile. Niwajulishe kuhusu miradi mbalimbali ambayo inaendelea pia Chuku Mzumbe, lakini ukihusisha pia hapa kwetu MCC hapa Mbeya. Kuna jengo ambalo tumelinunua na jana tulikabidhiwa rasmi. Kuna jengo mbele, kwa upande wa mbele wa campus pale, lina rangi nyekundu hivi. Iliwahi kuwa ile night club ilikuwa ikuwa night club. Ile jengo tumekabidhiwa jana rasmi, litaanza kufanya ukarabati. Inaweza likasaidia kupunguza kidogo shida ya ofisi za walimu na baadhi ya madarasa yanaweza kuwepo pale pia. Lakini kikubwa ambacho tumekipanga kufanya katika mwaka huu wa fedha kabla ya June, tumetenga fedha ambazo tunategemea zitapata approval baraza kwa ajili ya kufanya kitu kinaitwa Land Use Master Plan, matumizi bora ya ardhi ya eneo lote hili. Tunataka tukiwa tunaendeleza eneo hili tuwe tunaendeleza kwa kufuata huo mpango wa matumizi bora ya ardhi. Kwa hiyo tuna mawazo mengi kichwani. Tunatamani kujenga complex kubwa hapa. Kama alivyosema makamu mkuu wa chuo, tumeangaliana hapa tukaona hiki holi chetu lilikuwa holi zamani, sasa limekuwa kadogo holi. Tunahitaji kuwa na lecture theater kubwa zaidi ya hii kutokana na ongezeko la wanafunzi. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na complex kubwa ambayo itakuwa na lecture theaters, itakuwa na ofisi za walimu, itakuwa na madarasa mengine ya kawaida, lakini tunahitaji kwanza wataalamu watutengeneze hiyo land use master plan, watuambie tutaka jengo hili hapa, tutaka jengo hili hapa, kama kuna cha kuvunja kivunjwe, kiwekwe kingine, lakini eneo hili ni mjini, is a prime space ambayo tunataka tuitumie vizuri. Kwa hiyo ni mipango ambayo ambayo sasa iko katika hatua za juu kabisa za utekelezaji. Mnaona dispensary pale. Ile dispensary tulikuwa tumeanza tu kama extension ya dispensary hii iliyopo. Tuliona ka dispensary kadogo sana. Akatuletea makweli huko ya audit mbalimbali. Kile kijengo pale ni kidogo na hakina viwango vinavyostahili. Ndio maana tukaanza extension. Sasa tumekuja na mradi wa kukifuta kile kilichoko pale na kuweka jengo lingine tena pale dispensary. Tulikuwa mwaka huu tumetenga fedha kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Lakini baada ya mapitio na wadau mbalimbali ikaonekana tunahitaji jengo zuri zaidi kuliko kile ambacho tulikuwa tunafikiria. Kwa hiyo kutokana na consultation mbalimbali ikaonekana tunahitaji kuongeza budget iwe kubwa zaidi, tutengeneze kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo mwezi Julai mwaka wa fedha mpya unaokuja tumeweka kule fedha zikipitishwa, tutaanza sasa mchakato wa kujenga sasa awamu ya pili, tunaita phase 2 ya ile dispensary. Tunataka pale tunyanyue viwango viwe vya juu kabisa na tuweze kupata grade ya juu zaidi. Dispensary huwa zina grade. Kwa hiyo itapandishwa grade ili iweze kutoa huduma ya juu zaidi ambazo zinatolewa pale. Lakini hata hatua tulifikia sasa hivi nafikiri ni hatua nzuri. Tumepitia pale, bado kuna marekebisho madogo madogo yanataka kufanyika, lakini angalau tuna ka dispensary ambapo tunaweza kusema kinafanana na Mzumbe. Sio jamani? Makofi basi. Lakini tuna mpango wa kujenga hostel imeshaambiwa, ambayo itachukua wanafunzi wanawake 800. Huo mpango bado unaendelea. Watu wa mshauri elekezi anamalizia kazi ya ile michoro na kila kitu kuja kuwasilisha management kama moja wapo ya hatua za hiyo kazi.
lakini itakuwa hostel ya wanafunzi wanawake itakochukua wanafunzi 800. Sasa niongelee miradi hii. Kwa mfano mradi wa maji, huu mradi wa maji ni wa chuo kizima, sio hapa Mbeya tu. Kule main campus pia tumechimba visima, kisima cha maji na tumepata maji mazuri tu, na ameshaanza kutumika kwenye mabweni ya wanafunzi kule. Kuna mabweni kule ambao wameshafika, kuna eneo linaloitwa Maekani. Maekani ni eneo lenye maeka mengi ya ardhi. Kwa hiyo kuna ekari zaidi ya 600 kule, kuna maeka mengi ya ardhi. Kwa hiyo Maekani kule kuna hostel za wanafunzi 1024. Sasa wanatumia maji ya kile kisima kwa sababu maji mazuri kabisa, masafi. Kwa hiyo imetusaidia kupunguza tatizo. Kwa hapa tumepata maji safi, na tulitegemea saa hizi tu tumeshamaliza kusambaza haya maji, lakini mchakato kidogo, ununuzi na masuala mengine yalichelewa kidogo. Nimefurahi kuona kwamba mkandarasi yuko site saa hizi anachimba huko. Kwa hiyo hostels zitapata maji, majengo yote yatapata maji ya uhakika mkandarasi atakapomaliza kazi hii ambayo ni miezi michache tu ijayo. Kwa hiyo tunaamini tatizo la maji hapa litakuwa limekwisha. Kuna matenki yatawekwa ya ziada, kuna mpango mzima waliopanga. Ukikamilika shida ya maji itakuwa imeisha. Kule Dar es Salaam pia tulipata maji, kisima kilichimbwa, lakini kwa Dar es Salaam bahati mbaya maji yakawa na chumvi. Kwa hiyo sasa hivi kuna mradi, kuna mpango wa kununua huko kwenye mwaka huu wa fedha. Tunategemea soon tutapata mashine inaitwa reverse osmosis ambayo itachuja yale maji nayo itatumika kule Tegeta. Nadhani tatizo la maji tutakuwa tumelimaliza kwa utaratibu huo. Dispensary tumeona inaendelea hapa, kule main campus pia inaendelea na ujenzi kule. Tuna surgery theater hapo, jengo limekamilika na vifaa vimekamilika. Sasa hivi wanamalizia mambo ya mifumo ya nje tu, kufanya landscaping pamoja na kuweka mfumo wa maji safi na maji taka. Tutaanza kufanya operations pale main campus. Lakini kule Tegeta bado tunaumia vichwa kidogo, tunahitaji land use master plan ili tuweze kujua tunafanyaje. Pale tuna dispensary tunaitwa nini, karibu kadogo tu kwa kutoa phase 8. Kwa hiyo kwa ujumla kuna mambo mengi yanaendelea. Wenzetu wa planning tunategemea in the future chuo kikuu Mzumbe tuweze kujitegemea kifedha. Kwa hiyo tuna kitu kinaitwa investment policy na tuna investment strategy, zote zimepitishwa na baraza. Kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kufanyika. Kwa mfano pale Dar es Salaam sasa hivi tuna mpango ambao tunashirikiana na watu wenzetu wa UNDP. Tunataka kujenga pale Upanga jengo lenye ghorofa 25. Jengo kubwa kabisa ambalo litakuwa na conference facilities, litakuwa na facilities za malazi na apartments, everything there. Lakini katika mpango huo pia tuna tegemea tukimaliza land use master plan huko tutakuja pia kuangalia jinsi ya kuinvest kwenye maeneo ya huku, kujipatia kipato pia cha kuongeza kipato cha chuo, kwa sababu sasa hivi kipato kikubwa tunategemea zaidi ada za wanafunzi ambazo huwa hazitoshelezi kwenye mambo mengi ambayo tunataka kufanya. Sasa nimesikia habari hapa ya ICT kwamba wifi kidogo ni shida. Ndio mkiambiwa hapa muingie kwenye social media mkaanza kucheka hapa hamna wifi. Nilikuwa namuuliza president pale, hivi tatizo kweli lipo huko? Naambia lipo kwenye semester hii imekuwa kwa shida. Lakini nadhani tutapata jibu kabla kuondoka hapa kuna shida gani, kwa sababu hii tatizo tulijua tumeshalimaliza. Hapa kuna mradi unaitwa mradi wa HEET, Higher Education for Economic Transformation. Mradi huu pia ulihusisha kuimprove ICT facilities kwa hapa Mbeya campus. Kwa hiyo tutalichukua hili, nitakwenda kuongea na mkurugenzi wangu wa masuala ya ICT vile vile kujua kumetokea kitu gani this time mpaka kuna shida tena ya wifi mahali hapa. Haya tutayaweka vizuri. Ni shukuru pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kutuongezea staff kwa kiasi kikubwa sana. Jana tulikuwa tunapokea ripoti, tunaambiwa kwa mwaka mmoja huu tu tangu tumekutana kuna staff 12 wapya wameajiriwa. Kwa hiyo ina maana tunazidi kuimprove kwenye swala la kutoa huduma ya ujifunzaji na kujifunza. Kwa hiyo haya mambo yanaendelea na serikali yetu inatutia moyo sana kwa jinsi ambavyo wanatupa support. Hata mradi wa HEET ni mradi kutoka World Bank, lakini ni mkopo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kuna mambo mengi mazuri yanaendelea. Sasa mimi nitaje issue plan tu, maombi kwenu. Swala la security tumeambiwa hapa. Usalama wako
kwa sehemu kubwa ni wajibu wako. Sawa jamani? Usalama wako ni wajibu wako. Unapaswa ujihakikishe unajilinda kabla hujatakiwa kulindwa na wengine. Wewe mwenyewe jilinde. Najua wanafunzi wengi wanaishi off campus kutokana na ufinyu wa facilities tunazo hapa za hostels. Kule vile vile kuwa makini, unaenda wapi, unafanya nini, tembea ikiwezekana kwa vikundi, bala kwa mwenyewe, jilinde usalama wako. Hata ukiwa campus vile vile linda pia usalama wako. Lakini niseme moja niliongelewa hapa na makamu mkuu wa chuo kule main campus, unfortunate situation happened. Mmoja alikuwa kidogo mdokozi, wenzake wakampiga akapoteza maisha. Niseme tu kwamba katika values zetu za chuo, na makamu mkuu wa chuo amezungumzia mambo ya respect. Respect pamoja na respect for life. Sasa sisi tunawapa values. Mkitoka hapa muende kwenye jamii mkalete mabadiliko. Ategemee nyinyi ndio mbadilishwe na jamii. Laptop haina thamani sana maisha ya mtu. Tuwe na ustaarabu vile vile kwenye hilo. Amekamatwa, tunafundishwa values za kufuata. Si kuna vyombo vya sheria bwana. Mtu afikishwe kwenye vyombo vya sheria. Msipotezane maisha huku. Kijana wa watu walikuwa very brilliant darasani. Sawa, kafanya makosa, kaiba, lakini kidogo mpunguze jazba. Mpunguze jazba. Tupieni pia busara. Ungekuwa ni wewe hata usingine ukasingiziwa. Wengine ukawa hata hujaiba umesingiziwa. Ukapigwa na wenzako ukauawa. Yaani ni ukatili ambao hatupaswi kuendeleza, kushabikia, sio kitu chema. Mambo mengi yameshaongelewa na wengine. DVC Act ameshazungumza swala la utunzaji wa vifaa. Naamini Mbeya hapa mko tofauti kidogo, sababu hata nikiangalia mazingira yenu yanafanana na nyie. Mazingira mazuri, greenish environment. Naamini na nyie vile vile ni watunzaji. Sio wa mazingira na vifaa pia vya chuo. Tunajitahidi kuimprove facilities mbalimbali, computer, viti mnavyokalia, vitu vyote tunategemea pia unategemea wadogo zako watakuja nao wavitumie. Kwa hiyo utunzaji wa vifaa ambavyo tunaiweka na utunzaji wa miundombinu ambayo tunaitengeneza. Nidhamu ni siri ya mafanikio. Kuwa na hofu ya Mungu vile vile. Niwatakie wale wanaofunga mfungo mwema, wale wa Kwaresma njema. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kusikiliza. Chuo Kikuu Mzumbe. Asante sana Prof, na katika ku-highlight kidogo kwenye baadhi ya vitu ambavyo ameviongea, usalama, ameongea pia kuhusu usalama. That's very important. That's very important. Huu mji ni mji mkubwa. This is a city. Ina mambo mengi. Na nadhani vijana wetu wengi mnakaa mtaani. Sasa hivi tuko almost 3,500 whatever. Nadhani tunaweza kuaccommodate hapa wanafunzi at least 400, somewhere around 400 something. Kwa hiyo tunaongelea wanafunzi more than 3,000 wanakaa off campus. Kwa hiyo maana yake nyie mnaishi real life huko mitaani. You have to take care of yourself. Maana yake nini? Maana yake watu ambao you're not too sure about them, wajui. Why should you engage with them? Kwa hiyo ni riski kubwa sana kukutana na strangers. You engage with the strangers to the extent ambayo unahatarisha maisha. Kwa hiyo responsibility ya kwanza kabisa kama alivyosema Prof ni ya kwetu. After tuachie sisi wengine kulinda mipaka ya chuo sasa kwenye mageti, kwenye nini. Hiyo ni unajua is so limited. Nyinyi mnakaa wengi nje. Sisi tunalinda huku ndani zaidi. 3,000 plus wako off campus. We don't have any control with them kabisa kwenye maisha yao ya usalama. The way they engage, they indulge, they do everything hatupo. So I think young men and women ambao mnanisikiliza hapa ndani, hii ni issue very sensitive. Tumesema hivi, you better wake up and pay attention. Ile statement nadhani mnatakiwa msisahau. You want to be somebody. Una ndoto. Unataka kufika mahali fulani. Sasa if you're not attentive kwenye maisha yako, you'll end up, getting lost somewhere, perished somewhere hata kabla hujafika huko. Kwa hiyo nadhani Prof nashukuru umeisema. Nadhani tutaendelea siku preach. I think you have to take this lesson.
kwenda mbele. Tunawapenda sisi wazazi wenu. We want to see you walking around here and through kwenye program. Muende end of the pipe, mtoke tuwaone kule duniani. Siku moja tukikutana, mtuite mahali mseme, say prof, we had good time pale, now this is what we are achieving here today. That's important.